Simulizi yetu inaanzia ndani ya anga Yuhara. Ndege kubwa ya kifamilia ya familia ya Obafemi ilichanua mbawa zake juu ya mawingu ikielekea kwenye mkutano mkubwa wa kimataifa. Ndani yake walikuwepo mzee Obafemi, mwanadiplomasia mwenye ushawishi mkubwa, mke wake Mrs. Obafemi na mtoto wao wa mwisho Urian mwenye miaka 14. Hatima haikutaka iwe rahisi. Ndege hiyo ilikumbwa na hitilafu kali ya ghafla, na dakika chache machafuko yakatawala na kengele za hatari zikalia, na rubani akatangaza, "Tujihadhari, tuko hatarini." Wakiwa hawana njia nyingine, wazazi walimwangalia mwana wao. Walijua wanaweza kupoteza kila kitu, heshima, mali na hata maisha, lakini sio mwana wao. Kwa ujasiri wa wazazi wa kweli, walimtupia Yuri parachuti na kumshusha kutoka angani, huku wao wakibaki kwenye ndege. "Utabaki salama mwanangu, inatakiwa uishi." Mrs. Obafemi alimwambia mtoto wake Yuri, kisha alimwachia aende chini. Kwa bahati isiyoelezeka, ndege hiyo ilianguka baharini na baadhi ya watu wakiwemo wazazi wa Yuri, mzee Obafemi na Mrs. Obafemi waliokoka, lakini Urian hakupatikana. Walikata rasi, walitumia helikopta, walikodi wapiga mbizi, wakapeleka matangazo kwenye redio, lakini bahari ilikuwa kimya, kana kwamba imemeza moyo wao wa pekee. Mzee Obafemi na mke wake walihangaika sana ndani ya nchi hiyo ya Yuhara, ila hawakufanikiwa kitu hadi waliamua kuondoka kurudi Sayadi, japo hawakukata tamaa, wakaendelea kumtafuta mtoto wao kwenye nchi za jirani na Yuhara. Lakini upande mwingine wa nchi ya Faja, bahari ilimsukuma mtoto mdogo ufukweni pembezoni mwa msitu mnene wa Kivito. Ulikuwa karibu na mji mmoja wa nchi ya Faja, mji wa Bamba. Waliomwona walikuwa ni watu wawili waliokuwa hawaongei wala kushirikiana kwa miaka mingi sana. Mzee Ajani, mvuvi wa siku nyingi, na mzee Kwesi, mwindaji hodari. Wazee hao walikuwa ni mahasimu wa muda mrefu sana kwa sababu walinozijua wenyewe, ila waliishi wawili tu kwenye msitu huo, ila hawakuwahi hata kusalimiana licha ya kuonana mara kwa mara. Wote kwa pamoja walimwona mtoto aliyekomeletwa na maji akiwa hana fahamu. Wote walimwahi mtoto huyo na waligundua kwamba yuko hai. "Acha mtoto, anafaa kusaidiwa na mimi," alisema mzee Ajani. "Unataka ukamtupe kwenye maji au?" akauliza mzee Kwesi. "Wewe unataka ukamweke aliwe na wanyama msituni au? Huu muda wa kuzaa tungetumia kumsaidia mtoto." Walimchukua mtoto, mzee Kwesi akamfunika kwa ngozi ya mnyama ambayo alikuwa anaitumia kama shuka. Baada ya siku 3 mtoto alipata fahamu. Wakamlisha samaki waliokuwa wamekaushwa na nyama pori. "Mtoto unaitwa nani?" akauliza mzee Kwesi. "Mimi ni Urian Obafemi. Hapa niko wapi?" "Upo nchini Faja. Tulikuokota ufukweni mwa bahari, umeletwa na maji." Yuri alikumbuka mambo yalivyokuwa hadi yeye kuruka na parachuti. Kwa umri wake wa miaka 14 alitambua kwamba yuko kwenye moja kati ya nchi yenye ulinzi mkali sana wa kutoka kimagendo au kuingia. Japo hakujua kama wazazi wake ni wazima au wamekufa, ila alitambua Sayadi kuna ndugu zake. Hakuwa na kufanya zaidi ya kukubaliana na matokeo na kuamua kuishi na hao wazee kipindi anatafakari njia kuondoka kwenye nchi hiyo na kurudi Sayadi. Wazee hao walimfundisha yule kuvua samaki na kuishi kwa rasilimali za bahari, kuwinda na kulinda maisha, kupigana bila silaha na kwa silaha, kumwamini Mungu bila masharti. Japo wazee hao ni walevi, ila walimfunza yule kumwamini Mungu. Ulipita mwaka mmoja, wa pili, wa tatu, wa 4, miaka ikapita mingi mpaka ilitimia miaka 10, Yuri akiishi na wazee hao, akifanya shughuli za uvuvi na uwindaji. Akitoka baharini anauza samaki na kwenda nyumbani kwao msitu wa Kivito. Kisha anaenda kwenye mitego yake kutizama wanyama pori au ndege pori. Kisha anabanika wanyama vizuri na kwenda kuuza mjini Bamba. Hayo ndio yakawa maisha ya Yuri. Habari za hapa Mama Roda. Yuri alisalimia majirani zake ambao wanaishi pembeni kidogo na msitu wa Kivito kipindi anarudi kwao. Ni kawaida yake kusalimiana na majirani zake. Yuri alikuwa na kapu lenye samaki kadhaa aliwapa Malola. "Asante sana Yuri, Mungu akuzidishie." Mama Rola alimshukuru Yuri. "Tuko pamoja." Yule akaanza kuondoka zake, ila alikutana na huyo Rola mwenyewe sasa kipindi akiwa anaondoka. "Yuri, mambo?" alisalimia Rola. "Poa, vipi?" "Safi Yuri, leo usiku naomba tukutane Kichangamwezi pale." Lola alisema kwa sauti ya kuomba na kubembeleza hivi yenye deko la kike. Kuna nini?" "Just refresh because niko bored." "Kwa nini uko bored?" "Nitakwambia." "Hamida saa ngapi?" "Saa 4 hivi."
Yule akaondoka zake akapita kwa majirani zake wengine kadhaa na kuwajulia hali na kuwapa vitoweo, kisha karudi kwao ambapo kulikuwa kuna mabanda mawili makubwa, moja likijengwa kwa miti mingi na jingine likijengwa kwa miti michache na mawe ya kwenye bahari. Mabanda yote hayo yalikuwa yana vyumba vyake vya kulala, ila banda moja la mzee Ajani hilo lilikuwa limejengwa kwa vitu vya baharini na jingine la mzee Kwesi lilijengwa kwa miti mingi. Yuri ndio sababu ya wazee hao kuishi karibu. Yuri alisababisha wazee hao wakaishi pamoja na kupunguza uhasimu wao. Yurian, najua muda umefika wewe kuitafuta asili yako. Baada ya miaka 10 ya kutafakari na mafunzo kadhaa ya maisha, alisema mzee Ajani akiwa na kunywa pombe yake kwenye kibubu. Ni kweli babu, alijibu Yuri kwa na kanga samaki kwenye chungu. Mzee Kwesi alikuwa pembeni akisikiliza tu kwa shauku, huku na yeye akinywa pombe yake kwenye kifuu alichokitengeneza vizuri kama kikombe. Umejifunza nini kwa huyo mzee mlevi? Yuri alicheka kwanza kwa sauti kisha kaanza kuzungumza. Nimejifunza ujasiri. Kwa ujasiri haina maana uogopi, na maanisha kwamba unaendelea hata kama ukiwa na hofu. Ni kuinuka baada ya kuanguka. Ni kuamini mwanga hata kama ukiwa katikati ya giza. Jasiri si yule ambaye hakumbwi na maumivu, bali yule anayekabili na bado anaweza kutabasamu. Ni kukubali ukweli hata kama unaumiza. Ni kuchagua kuendelea hata moyo ukiwa umevunjika. Kwa jasiri ni kusema hapana unapopaswa. Ni kulinda mipaka yako bila kuomba msamaha. Ni kusimama peke yako wakati kila mtu anaamua kuondoka. Jasiri ni unapokuwa unajifunza kujipenda. Unapojifunza kuachilia sio kuhusu. Unapojifunza kuwa amani yako haiko kwa mtu mwingine. Ujasiri ni safari ya ndani, na kila hatua hata ndogo ni ushindi. Ajani alibinua midomo yake na kusonya kidogo na kufanya Yuri na mzee Kwesi wacheke tu, kisha alizungumza tena. Umejifunza ni kutoka babu yako na mwalimu wako? Nimejifunza nguvu. Nguvu sio sauti ya juu wala misuli ya kuonesha, wala uwezo wa kuumiza au kushinda mabishano. Nguvu ya kweli ni uwezo wa kuvumilia kimya, kuinuka baada ya kuvunjika, kufuta machozi yako mwenyewe na kutabasamu mbele za watu. Nguvu ni kuendelea kuamini hata baada ya kuumizwa, kuendelea kuwa mwema hata dunia inapokutendea kinyume. Nguvu ni kujua thamani yako na kutembea mbali unapokuwa una thamini amani yako kuliko hata mabishano. Nguvu ni moyo thabiti, akili tulivu na roho inayojua kila kitu kitawekwa sawa kwa wakati wake. Sasa umeona kama unajifunza vitu vya msingi kwangu, ila huyo mlevi anakufunza unyonge tu. Kelele za debe tupu hizo. Unajidai sana dalali wa nyumba inavuja, alisema mzee Kwesi kwa akiwa anacheka. Upande mwingine wa simulizi yetu, twende ndani ya nchi ya Sayadi. Nyumbani kwa mzee Obafemi, Mrs. Obafemi tokea siku ambayo alipotea Yuli hakuwahi kumsahau. Ndani ya miaka 3 ya kwanza hakuwahi kuwa na raha kabisa, ila baadaye alizoea maisha bila Yuli, ila hakuchoka kumtafuta. Alitumia pesa nyingi kumtafuta, hizo ni nje ya pesa anazomwaga mzee Obafemi mwenyewe. Kwa sasa alikuwa anaishi vizuri, anaonekanika yuko sawa, anaongea na kucheka, ila kuna namna tukio la upotevu wa Yuli lilimwathiri kisaikolojia. Kwa nyumba ya mzee Obafemi picha za Yuli zilikuwa zimejaa sehemu nyingi sana. Sebleni, vyombani mpaka jikoni. Kuna kipindi aliweka hadi chooni ili wanawe Razaki mkubwa wa kiume na Mira wa kike, dadake na Yuri, walikuwa na kazi ya kuzitoa hizo picha chooni. Mrs. Obafemi alitumia mifumo ya AI kukadiria muonekano wa Yuri wa sasa, ambao ni muonekaniko wa miaka 24. Kwa hiyo picha nyingi sana za Yuri zilikuwa zimetawala chumbani, mpaka shuka alikuwa ameziprint picha za Yuri. Siku hiyo aliita watu wa stika ili wabandike stika ya picha ya Yuli kwenye gari yake kwa nyuma. Mume alikuwa ameruhusu tu, ila mwanae Razaki yeye aligoma na kuwalipa wabandikaji stika bila kufanya kazi hiyo. Ni pesa ya usumbufu. Razaki, na bandika gari langu na sio lako, roho inakuuma nini? Mrs. Obafemi aliongea. Mama karibu unaanza kuwa kama dereva bajaji wa Minazini bwana, picha kibao kwenye bajaji. Sasa wewe tukikuchekea hapa utaenda kurekodi wimbo wa singeli. Oi Yuri wake baba, Yuli vu wangu wa 55 sheria. Mrs. Obafemi alibaki kucheka na mume wake naye alibaki kucheka tu. Baba, na wewe unamtizama tu mkeo yani. Asa mimi mfanyaje roho yake inalizika akiwa anafanya hivyo, kuliko aanze kushinda akilia kama kipindi kile.
Muda huo alikuwa ameingia Mira ambaye ni mtoto wa familia hii wa pili kuzaliwa baada ya yeye ndipo kazaliwa Yurian. Mira alishuka kwenye gari ya gharama sana na kutembea kinyonge akienda kukaa pembeni ya mama yake hapo barazani. Vipi tena na wewe? Mzee Obafemi alimuuliza Mira. DCI Mudede anaboa sana ise. Kafanya nini tena leo? Akauliza Mzee Obafemi. Yaani kasema amepata watu watatu wanaofanana na Yuri. Nimeenda kuwatizama, mmoja ni mzee wa miaka 70 huko, wengine ni watoto wa miaka 17 sijui. Huyo wa mwisho ni mdada kabisa. Mira kalalamika. Pole mwanangu. Kaka yako yule naye majukumu mengi mazito, majukumu ya nchi, na ndio maana anakuwa anavurugwa. Hata kama mama, yaani amekaa hapa hadi Yuli ana miaka 14 ndio amfanisha na mzee au mtoto wa miaka 17. Eti anamfanisha mpaka na mwanamke sasa. DCI Mudede ni mtoto wa kulelewa wa familia hiyo. Yeye ni askari polisi, kasomeshwa na Mzee Obafemi mpaka akawa polisi. Juhudi zake za kazi zilimfanya apate cheo kikubwa sana kwenye umri mdogo. Wakanda zake walimchukulia kama kaka na familia nzima humchukulia kama kaka wa familia. Mudede alikuwa bega kwa bega kwenye kumtafuta Yuli bila kuchoka, japo muda mwingine ndo hivyo anachanganya mafaili. Ila kiufupi familia hiyo haikuchoka kumtafuta Yuri. Pesa iliyomwagwa kumtafuta Yuli kwa mtu wa kawaida angeweza kujenga kijiji chake kwa thamani ya pesa hizo kwa miaka 10. Turudi kwa Yuli mwenyewe sasa. Nchini Faja kwenye jiji la Bamba, Yuli alikuwa pwani na samaki wake alikuwa amevua siku hiyo akisubiri wateja. Aliona dada 6 hivi warembo wakiwa wanatembea wakiangaza huku na kule. Alisini wateja aliwaita kwa bashasha ili auzie samaki. Hapo wawili faji 100 ila watano ni faji 200. Yuli aliwatangazia wale ambao biashara yake. Hao samaki wanaitwaje? Mrembo mmoja kauliza. Hawa ni sehewa, watamu sana. Yuli alizungumza huko akiwa anaenda kumshika mkono mrembo mmoja ili kumvuta aje kuona samaki kwa ukaribu zaidi. Wewe usinishike unanuka. Mrembo huyo aliongea kwa ukali na dhihaka huko akiwa anasogea nyuma na kuziba pua kwa kuibana kwa vidole vyake viwili. Wanawake wengine wanne walianza kumcheka Yuli kasoro mwanamke mmoja tu. Mrembo huyo alionekanika hakupendezwa na tukio la wenzake. Yaani wakaka huku ni wachafu, alisema mrembo mwingine kwa dhihaka pia. Yaani kama shimo la choo, akasema yule mrembo wa kwanza. Mrembo aliyekuwa kimya muda wote akasogea kwenye samaki na kuuliza tena bei. Kwa hiyo umesema ni bei gani? Wawili faji 100 ila watano faji 200. Yuli alimchangamkia tu mrembo huyo akionekanika hakujali maneno ya wale wengine. Wewe twende bwana tukanunue kwa wengine, samaki wenyewe wameoza hao. Yule mrembo wa kwanza alionekanika kuwa na dharau sana, alimwambia mrembo huyo ambaye tunamtambua kwa jina la Sha. Warembo hao walimvuta Sha na kuondoka naye kilazima, maana Sha alionekanika kusita. Wauza samaki wengine walibaki kumcheka sana Yuri. Shobo hizo na wewe, alisema mzee Edu. Yaani sio kila mtu anafaa kukalimiwa. Wengine wanatafsiri kama shobo, alisema Mama Mwiru. Wale walembo kutoka Sayadi wale wapo hapa kwa ajili ya field. Si unajua watu kutoka nchi kubwa kubwa kama Sayadi, Muyonashi na Hanaka wanakuwa na dharau sana, alisema Michael mvuvi akiwa amefeka kwenye meza ya samaki ya Yuri. Wavuvi wote wana meza zao za samaki kwenye pwani hiyo. Sayadi watu wake ndo wanadharau hivi? Ndio Yuri. Yaani usione inasifika kwenye TV, anahata mitandaoni pia. Kweli mambo ni mengi. Yule aliachana na habari za warembo hao akaendelea kuita wateja wake kwenye meza yake bila hata kuchoka, na haikuwa siku mbaya sana. Wateja walifika kwenye meza yake na kununua samaki, na dakika 20 hivi alimaliza samaki wote na kubaki na samaki wa vitoweo kwa ajili ya babu zake na majirani zake. Ndugu zangu, kesho na usiku ukiona leo hujapata kitu, basi wewe ndio kitu. Shukuru Mungu. Huo ndio ulikuwa mtindo wa kuaga wa Yuli, akaondoka zake kurudi kivito. Yuri alirudi, alipita kwa majirani na kuwapa vitoweo, akarudi kwao na kukanga samaki akawaacha, kisha akaenda porini kwenye mitego yake ya wanyama. Hakubahatika mnyama siku hiyo. Kwenye mitego yake ya ndege alipata ndege mmoja anaitwa Ganzu, ni ndege mwenye ukubwa kama bata. Alirudi kwao na kumbanika ndege huyo. Usiku ulipofika walipata mlo mzuri wa samaki, nyama ya ganzu na chakula poli kinaitwa magude. Majira 5 usiku Yuli alikuwa pembeni ya fukwe za bahari wanapaita Kichangamwezi. Ni eneo lenye mchanga mzuri mweupe na huaga muda wote kuna mwanga kutokana na maji yanayokuwa na aksi anga. Walitengenezwa vitanda maalumu vya kupumzikia. Juu ya kitanda kimoja walilala Yuri na mwanadada Rola. Wakiwa wamelala na tazama juu, wawili hao walikuwa ni marafiki tu, sio wapenzi, ila wanafanya sana mapenzi lakini sio wapenzi. Nadhani tunaelewana watu wazima Sawa, Lola alikuwa anatambua mipango ya Yuri kuondoka kurudi Sayadi kuitafuta familia yake.
hivyo hakutaka kuweka uhusiano serious japo alikuwa anampenda. Zimebaki siku ngapi za wewe kuanza safari yako? Lola akamuuliza Yuri akiwa anatazama juu na mkono wake mmoja upo kwenye kifua cha Yuri. Zimebaki siku 9 kutoka leo, alijibu Yuri. Kwa sababu naona kama nimekujua na kuwa na wewe kwa siku chache sana. Kumbe ni miaka mingi sana. Yuri hakujibu zaidi, mkono wake uligusa paja la Lola na kuanza kupapasa kupanda juu akipandisha na sketi ya Lola. Alianza kutoa miguno Lola baada ya mkono wa Yuri kuchezea shamba la bibi nje ya kiupi. Msikilizaji, simulizi yetu inakwenda kwa jina la Moyo wa Msafiri. Mtunzi ni yule kutoka nchi ya Sayadi, Esi Hussein Vumbi. Na msimuliaji ni yule director Owen kutoka nchi hiyo ya Sayadi. Simulizi Mixi ambayo makao yake makuu yako ndani ya nchi ya Sayadi ndio mpango mzima uliohusika kuhakikisha kwamba unaipata simulizi kwa njia ya sauti. Pale mjini YouTube katika nchi ya Sayadi unakuwa unatupata kwa jina la Simulizi Mixi. Lakini WhatsApp katika nchi hiyo ya Sayadi tunapatikana kwa nambari 0677 062012. Tuna pamoja tupate burudani tamu kweli kutoka hii nchi ya Sayadi. Kutoka hapa Simulizi Mixi, kutoka kwa Hussein Vumbi, kutoka kwa director Owen. Tunaendelea msikilizaji. Dakika 2 tu kitumbua kililoa kabla ya mkono kuzama ndani ya kiupi na kuanza kuchezea zaidi. Lola alikuwa ameanza kujikunja akitoa miguno ya kimaaba. Blouse ya Lola ilikuwa juu ya shingo, maziwa wazi, Yuri akiwa busy kunyonya chuchu kwa utundu, huku mkono mmoja ukiendelea na utaratibu wa kuchezea kitumbua. Lola naye mkono wake mmoja ulikuwa uko ndani ya bukta ya Yuri na kuna kazi ilikuwa ni kuchezea tango kama vile analiosha ili kulimenya. Dakika 8 baadaye tango lilikuwa linalambwa kwa ulimi wenye msisimuko wa Lola ambaye alilamba tango kama vile limepakwa juisi ya tende. Dakika 10 baadaye Lola alikuwa amekunjwa vizuri miguu begani. Yuri alikuwa anapitisha tango kwenye kitumbua kama vile katumwa na nchi nzima kuwakilisha wanaume wote wa nchi ya Sayadi. Yuri usiondoke, nitakumisi mwenzio. Lola alimtoka maneno ya 6300. Yuri akaendelea kupiga show zake. Mechi ilitamatika saa 7 usiku, Yuri akiwa na goli zake 3 na goli 11 kwa Lola. Upande mwingine, Bamba Apartments. Kwenye apartments hizo nzuri zenye mazingira mazuri ya kifahari na gharama, ndani ya chumba kimoja walionekanika wanawake wawili wakiwa wamelala kwenye kitanda kikubwa cha kifahari na kujifunika mashuka mazito ya manyoya. Chumba kilionekanika kuwa na samani za gharama sana. Ni wazi kama mtu wa hali ya chini huwezi kabisa kuishi hapa. Wanawake wawili kati ya wale warembo ambao walikuwa wameenda kununua samaki, mmoja ni yule ambaye asiyekuwa na dharau, mwingine ni yule mwenye dharau. Mwenye dharau anaitwa Ferisha au Feri kwa kumkatisha. Ana miaka 22, mzuri sana, ana sura nzuri sana ya kitoto, macho mazuri makubwa kiasi madagevu, midomo mizuri ya rangi ya pinki, mwanya kwenye meno, sura yake haichoshi kuitazama, mwisho ana umbo nzuri sana. Kiuno chembamba, tumbo flat na kamziko kwa kusumbulia kanga. Huyo ni Feri, ni mzuri ila anadharau. Asiye na dharau anaitwa Shauni, miaka 21 au unaweza kumuita Shau au Sha kwa kumkatisha, mzuri sana pia. Ana sura nzuri japo kazidiwa asilimia kama 15 hivi na Ferisha kwenye midomo na macho. Shau ana madimples kwenye umbo, kakosa kiuno chembamba kama Feri ila kazidishiwa mzigo na hips. Japo sio mnene, ana mwili wa wastani. Shau alikuwa mpole, mwenye busara. Ferisha alikuwa kaanza kuweweseka, akihangaika na kurusha miguu na mikono kiasi cha shuka kutoka kwenye mwili wake. Mikono yake ilimpiga Shau kwa sababu ya kurusha. Shau aliamka na kuanza kumshangaa Feri huku akiwa na hofu. "Mama!" Feri alishtuka kutoka kwenye ndoto huku jasho lilikuwa linamtoka jasho, japo chumba kilikuwa na kiyoyozi. Mapigo ya moyo yalikuwa yanamwenda mbio sana. "Vipi Feri?" Shau alimuuliza Feri akiwa na hofu sana. "Toto mbaya," alisema Feri kwa kanatazama huku na kule. "Ngoja nikuletee maji kwanza." Shau alitoka mpaka sebuleni kama amechukua maji kwenye jokofu, maji kwenye chupa ndogo ya plastic, akarudi nayo chumbani na kumpa Feri ambaye alikunywa yote. "Ndoto gani?" Shau alimuuliza Feri kwa shauku. Feri alishusha pumzi nzito huku akiwa anaonekanika mapigo ya moyo yake yalikuwa yameanza kurudi kwenye hali yake. "Nimeota Adelia yuko kwenye chumba kama cha hoteli hivi akiwa mtupu bila nguo. Kuna wanaume 3 wamemchinja Adelia ila sura zao sikuweza kuziona.
Wanaume wao wanacheka kwa furaha baada ya kumua Adelia. Kwenye chumba akaingia Jasmine. Adelia akiwa hana kichwa, alinyanyuka na kuifuata simu yake ambayo alikuwa ameitega kwenye stendi maalum kama kamera. Akachukua simu na kumpa Jasmine. Adelia alimsisitiza Jasmine alete simu kwangu, ila kweli Jasmine aliniletea simu, ila alikuwa anakimbizwa na wale wanaume ambao hawana sura. Jasmine alipiga simu na kukimbia, ila wale wanaume walimkamata na kumchinja pia. Na ndo nikashtuka kwenye ndoto. Feli alimsimia ndoto yote Shao. Shaurisha pumzi nzito. Itakuwa na maana hiyo ndoto. Huenda kuna ukweli ambao uko upande wako kuhusu vifo vyao. Ni upi wa sasa? Hebu tulale. Tukiamka akili zikitulia, tukimalizana zoezi la kesho, tutakana kutafakari kuhusu hiyo ndoto. Sawa. Shao alimkumbatia rafiki yake ikiwa ni kumliwaza. Marafiki yao walikuwa wanapendana sana. Shao alikuwa mdogo, kazidiwa mwaka mmoja na Feli, ila alikuwa na busara na ustaarabu wa kiutu uzima kuliko Feli na wale wenzao wengine wote. Turudi Sayadi. Ruzak Ibrahim Obafemi naye hakuwahi kuacha kuamini kwa mdogo wake Yuriani Obafemi yuko hai. Miaka 10 imeshapita tangu ajali ile ya ndege, lakini bado kumbukumbu ya mdogo wake inabaki kuwa hai kama jana. Alifanya juhudi akiwa amegawana majukumu na mdogo wake Mira. Katika harakati hizo, Ruzak alitumia teknolojia ya kisasa ya artificial intelligence kuunda picha mdogo wake angeweza kuonekanika vipi akiwa na miaka 24. Alitumia picha zamani za Yuli, sura ya baba yao, mama yao, sura yake na ya mdogo wake Mira, kisha akatengeneza makadirio halisi ya uso wa Yuriani aliyekomaa. Picha hizo zikawa sura zake. Alichapisha mamia ya nakala, kisha kaanza safari ngumu ya kugusa mioyo ya watu. Akaanza na madereva wa maloli makubwa wanaosafiri kati ya nchi yake kutoka Sayadi kwenda Muyunashi, Hanaka, Ambasa, Farawi, Kasweta na Tangaza. Aliwapa nakala za picha huku akisema kwa unyenyekevu, tafadhali kaka, ukienda upande wa pili, ukiingia katika vijiji au hata mijini, ukimwona kijana mwenye sura inayofanana hivi, tafadhali niite. Huyu ni ndugu yangu, alipotea miaka 10 iliyopita. Kuna milioni 20 faji na zaidi kama utampata. Aliwapa na pesa kama kuhamasisha, huku akiwa anatoa na ahadi ya donge nono la pesa kwa thamani ya pesa ya Yuhara faji milioni 20. Dereva ananunua malori kama 10 mapya. Madereva wengi walikuwa wameguswa, walimuelewa. Kila mtu alikuwa na mtu aliyepotea au kumbukumbu ya maumivu, na hivyo picha za Yuli zilisambaa kwenye mikono ya wachuuzi, kwenye mapipa ya mafuta ya magari ya safari, hata kwenye vigogo vya milango ya gereji ndogo ndogo na za mipakani. Katika picha hizo, Yuli alionekanika akiwa na uso wa kisomi lakini macho ya porini. Mdomo wake ni wa mtu aliyepitia mengi, ila sura ile bado ilikuwa na huruma ile ile ya mtoto wa miaka 14. Wengine walibeza, wengine wakaona ni kazi bure. Lakini Ruzak aliendelea. Aliamini, lakini Ruzak hakukata tamaa. Kitu kibaya kwenye familia ya mzee Obafemi, kulikuwa kuna mgawanyiko wa picha. Mzee Obafemi alikuwa na picha ambazo kazitengeneza na anaamini kwamba Yuli huo ndo muonekano wake, tofauti na zile anazoamini Ruzak. Mzee Obafemi na Mira, kijana mrefu mwenye mwili mzuri wa kazi la hutishi, lakini mwenye sura laini ya utu na huruma. Alikuwa na ngozi ya shaba iliyochoma kidogo na jua ya bahari. Macho ya samawati iliyokuwa imekolea peke yake kabisa kama ya marehemu bibi yake kutoka ukoo wa Obafemi. Macho ambayo si mtu yote angeweza kuwa nayo. Nywele zake zilikuwa zimevurugika vizuri, na sio kwa sababu ya kutokujua kutengeneza, bali kwa sababu ya kuishi maisha nje, maisha ya uhuru. Alivaa vazi la mikanda ya ngozi ya asili, vipande vya manyoya ya ndege, na alionekanika kuwa na mikufu ya jiwe la kijani aliyojitengenezea mwenyewe. Kichwani alikuwa na alama nyembamba ya kovu upande wa kushoto, kidogo juu ya jicho kovu ambalo alilipata alipokuwa na miaka 10 tu. Walipokuwa wakicheza mpira wa vikapu na Ruzak akianguka vibaya kwenye nondo. Ulikuwa ni muonekano sahihi ambao Mrs. Obafemi alikuwa anaupata mara kwa mara na anaamua kutengeneza kupitia mchoraji wa mtaani. Ni muonekano halisi wa Yuri, kasoro hayo mavazi ambayo Yuli hajawahi kabisa kuyavaa. Ndio maana Mrs. Obafemi kila wakati alipokutana madereva waliotumwa na Ruzak, aliongeza picha ndogo ya muonekano wake mwenyewe uliocholwa na msanii wa mtaani kulingana na ndoto yake. Picha hiyo ilikuwa na kijana mwenye macho ya samawati, tabasamu la utu na nywele za porini, sura ambayo haikuonyesha tu uso wa mtu bali roho ya Yuri.
Wengine walicheka picha hiyo kwa kusema hafanani kabisa na ile ya AI, artificial intelligence. Lakini Mrs. Obafemi hakuteteleka. Roho ya mama hailali kakosea. Huyo ndiye Yuri wangu, na siku moja mtakubaliana na mimi. Twende nchini Faja. Tabasamu lile ambalo alilitoa Mrs. Obafemi ndilo tabasamu analolitoa Yuri kipindi anapanga samaki wengi kwenye meza hiyo. Siku hiyo alipata samaki wengi baharini, tofauti na wavuvi wote. Hata kwenye soko hilo dogo la pwani, meza yake tu alikuwa na samaki wazuri wa leo. Yuri aliwaona wale wadada 6 ambao 5 kati yao walimdhihaki siku kadhaa nyuma. Yuri hakujali, alimtazama yule mmoja ambaye hana dharau. Sister, leo 5 kwa faji 150, 3 kwa faji 100. Yuri alimwambia Shau kwa bashasha na kwa ukarimu wa biashara. Achana naye yule wa samaki wa kuoza yule, alisema Feri huku akiwa anamzuia Shau kwenda kutazama samaki kwenye meza ya Yuri, na wale wengine 4 nao walisapoti kwamba Shau asiende. Hivi nyie mko sawa? Mnahisi watu huku sio binadamu au hawastahili heshima? Kwani mzi samaki wa huku na Wasaya tofauti yao ni nini? Shau aliuliza wenzake. Wewe Wasaya wasafi alafu wanajua modern business na and customer care, alisema Feri kwa anaendelea kumvuta Shau. Wewe ni mwehu. Sasa hao wauzaji wengine tunaonunua wana hiyo modern business and customer care. Wewe twende bwana, achana na lile kaka, yani mimi silipendi. Kwanza bahati mbaya au nzuri, siku hiyo walizunguka soko zima la pwani, hakuna hata samaki wazuri. Hivyo iliwabidi warudi pale pale kwenye meza ya Yuri. Muda huo Shau alipokea simu na kujivuta pembeni kuongea. Feri na wenzake ilibidi sasa waende kununua samaki. Wewe mtu wa kunuka tuzie samaki. Feri alijiamini sana, akihisi uzuri wake na muonekano wake wa maisha mazuri unamtisha Yuri. Pata jodali safi 3 kwa faji 100, 5 kwa faji 150. Yuri alikuwa bize kama vile asikii. Weka kausikia au? Feri akamuuliza Yuri. Yaani mijitu ya huko ise kama michizi, alisema Groli, mmoja kati ya hao 4 wengine. Sikia, siuzi samaki kwa watu wembamba mithili ya kundi la wafu. Samaki ana miba na nyie ni miba. Sasa nani ataka mla mwenzie? Au mnataka samaki wakawale nyie? Yuri mwenyewe alikuwa ni channel ya Ziaka. We unamwambia nani maswala haya kipu? Hebu piga kimya nitolee kelele na sauti mbaya kama jua linatokea kwenye shimo la choo. Nini wewe? Unazidi kuongea na mimi kama hivyo? Maskini wewe muuza shombo, umepata bahati ya kuongea na pesa. Mimi unavyoona hapa umeona pesa? Feli alijinasibu baada ya kuona muuza samaki anataka kumpanda kichwani. Nani? Wewe au? Yule akauliza kwa anacheka vibaya sana yani. Ndio mimi, kwani unanionaje? Na kuona kama mwigizaji wa X. Nini wewe? Ni mimi huyo. Toka hapa na msura wako mrefu kama ujumbe wa talaka 3. Macho yamekaa kitapeli tu. Wewe ndio unafanya kila siku watu wapokee ujumbe wasitapeliki. Kwa hiyo miji yako mikubwa kama vile unataka kuiona kesho. Watu waliangua vicheko kama wapo kwenye show ya stand up comedy. Hadi Shau aliyekuwa kamaliza kuongea na simu alibaki kucheka. Kipindi Shau na wenzake wako kimya, ni watoto wakishua hawajui maneno ya mtaani kama Yuri. Sasa na uzuri wa bara la Bua, balazima wanaongea lugha moja tu. Basi niwekee samaki 10, sitakuwa nifaji 300, alisema Shau huko bado akiwa kabano na kicheko. Sawa bosi. Sawa, wewe nakupa wote 10 bure kabisa, kwa sababu ni tofauti kabisa na hicho kimwana sesere chako hicho chenye sura kama vile kinajisonya. Wewe hauna dharau. Shau alizidi kucheka bila hata kujizuia. Kwa hiyo unacheka Shau? Kwamba unafurahia mimi kutukana na kuzalishwa? Feli alimuuliza Shau. Shoga, hivi vita ulianzisha mwenyewe? Ferisha na wenzake waliondoka kwa asila wakimwacha Shau na Yuli wakipeana samaki, maana Yuri alimpa bure kabisa. Hata baada ya hapo Yuli aliuza samaki wake, waliisha haraka na kuondoka zake na samaki wakitoa kama kawaida yake. Shau akarudi kwenye apartments na kuwakuta wenzake washarudi, wengine walikuwa wamenuna, ila Feri ilikuwa ni zaidi. Maria alichukua samaki na kuanza mapishi, maana Maria alikuwa ndiye mpishi mzuri zaidi kati ya hao wote 6. Yaani kaa toto, sababu mna kitu gani? Shau alimuuliza Feri. Yaani unanicheka mbele za watu tunazalilika? Mbona ile siku ulimzalisha yule kaka? Hukuona shida au ndo mkuki kwa nguruwe? Hebu tujadili ile ndoto bwana, maana ni siku ya 5 leo bado hatuna majibu.
Shaw alimtoa Feli kwenye hasira za kijinga na kumleta kwenye mambo muhimu. Ila walijadili sana wote sita, bado hawakupata majibu ya kueleweka. Walifuatilia utabiri wa ndoto na bado hawakuambulia kitu chochote kile. Ila nadhani kuna kitu kwenye simu yako, alisema Glory. Alafu inaweza kuwa kweli. Kwenye simu yangu kuna faili ambalo Jasmine alikuwa anaweka vitu vyake. Kwa sababu poteza simu mara kwa mara na anasahau email. Alisema faili kwa kana tafuta faili. Ni kweli bwana. Shaw naye alikumbuka. Feli alipata ile faili na shida ilikuwa kwenye pini. Faili lina pini ili na mimi hata sijui. Nyumbani kwa mzee Obafemi jioni ya Jumapili kwenye sebule ya familia, mzee Obafemi alikuwa ameketi kwenye kiti chake kikongwe cha mbao akisoma gazeti, huku Ruzak na Mira wakicheka wakitazama kompyuta mpakato iliyokuwa inaonyesha picha ya AI ya Yuri aliyotengeneza Ruzak miaka 2 iliyopita. Kijana mwenye misuli amevaa suti akiwa na nywele zilizokuwa ziko timtimu, ila alikeri kutizama na tabasamu la digitali. Mmebu angalia huyu hapa Yuri wetu jamani. Huyu sio mwana wa Google kabisa huyu, alisema Ruzak. Na bado anavaa tai kama CEO wa kampuni ya magari ya umeme. Halafu mama bado anangania tu mtu polepole hivi, alisema Mira. Mzee Obafemi alitoka jikoni akiwa na kikombe cha chai, akawatizama kwa tabasamu la utani. Nyinyi wawili mna akili kama za kuku wa majini. Unajua ile ongaja badilika. Mnajua kabisa kovu lake liko wapi juu ya jicho la kushoto. Asiwa kwenye picha hata dosari hana. Huyo sio mwanangu mimi. Lakini mama Yuli, huyo Yuli wako anaonekanika kama simba aliyokalelewa na tembo, mikufu ya mawe, manyoya ya ndege kichwani. Mbona unamtengeneza kama vile shujaa wa hadithi za asili? Alisema mzee Obafemi. Na bado huyo atakuja kuwaokoa nyote. Mtakumbuka siku ndio waambia macho ya Yuli hayabadiliki. Hata akiwa porini miaka 100, mama yake atamtambua kwa sekunde moja tu. Sawa basi mama. Tukisha mkuta huyo mwanao mwenye macho ya samawati, mikufu ya mawe na manyoya kama tai wa jangwani, tutakuomba radhi kwa maandishi, alisema Ruzak. Na tutamvisha tai tuone kama atakubali, aliongezea Mira. Mkisikia kishindo cha msituni, msiulize nani anakuja. Atakuwa ni yule mwanangu na atasema mama nimekuja. Wote walicheka kwa sauti, lakini mioyo yao ilikuwa na chembe ya matumaini, maana ndani ya utani walijua mapenzi ya mama ni dila isiyohitaji dila nyingine. Upande mwingine, asubuhi Yuli hakuenda baharini kama kawaida yake, ila walikuwa wamekaa ufukweni na wazee wake wawili, Ajani na mzee Kwesi. Hao ni baba zake walezi, ila pia ni walimu wake. Mbele yake amekaa mzee Ajani, mvuvi wa kale mwenye macho aliyokuwa ameshiba hekima, na mzee Kwesi, mwindaji hodari aliyebeba historia ya poli mwenye makunyanzi katika uso wake. Yule alitandika kipande cha ngozi ya mnyama kilichoandikwa kwa wino wa mti ramani ya barabara na mipaka, huko akisema, safari yangu inaanzia leo usiku. Hizi ndizo nchi 8 nitakazopita hadi kufika sayari. 1, Ambasa. Ni nchi ya joto na vumbi. Ulinzi wake ni mkali sana, lakini kuna ufuatiaji wa wakimbizi wa kisasa. Nitavaa kama mchuuzi wa viungo kutoka Faja. Nitapitia soko la majani moto, ndipo nipate njia kuingia Kasweta bila kushtukiwa. 2, Kasweta. Hii ni nchi ya wafanyabiashara. Polisi wapo kwa ajili ya hongo. Mtu asiye na pesa ni mhalifu wa kawaida. Nitajiunga na msafara wa mabasi ya mizigo ya kampuni ya Kulanzi Transport hadi kwenye mpaka wa Mubare. 3, Mubare. Ni nchi iliyopitia mapinduzi miaka 3 iliyopita. Kuna ulinzi wa kijeshi na ukaguzi kila mtaa. Nitajificha kama mchora ramani wa kijiji cha msituni. Natumaini ujuzi mlionipa wa kuchora na kupika maneno utaokoa maisha yangu hapa. 4, Tangaza. Ni nchi ya amani, lakini yenye teknolojia kubwa ya ufuatiliaji. Kamera ni nyingi, lakini hawana utaalamu wa kubaini nyuso zilizoharibiwa na jua la bahari. Nitatumia jina la bandia, Mwana wa Mbua, na nitatembea usiku kwa usiku kupitia poli la Nyasha. 5, Falawi. Hapa hakuna jeshi kali, lakini kuna majambazi wanaoshirikiana na maafisa wa uhamiaji. Nitatoa huduma ya ulinzi kwa msafara wa wakulima wanaoelekea Rumbaza. Nitavuka kwa siri. 6, Rumbaza. Nchi
ya maficho. Kila mtu hapa ana jina la pili. Nitakuwa Kimati Baraka. Sitazungumza na yeyote yule zaidi ya mzee mmoja ninayemjua, Mwalimu Mkombozi, aliyekuwa rafiki yenu zamani. Atanipa barua ya kupita. Muyunashi namba 7. Yule katulia, sauti yake ikapungua, macho yake akawa kama yameona mbali. Nchi hii si ya kawaida. Ina jeshi imara, makomando waliopitia mafunzo ya akili na mwili, na mashirika ya kijasusi yanayoweza kunusa hofu. Lakini hatari kubwa zaidi ni maninja na masamulai, watu wenye nguvu sielezeka. Nitavaa kama wanafunzi wa mitindo ya vita vya kale. Nitajificha kwa mtaa mmoja wa Dazan, mji mkuu. Lazima nifanye kila neno kuwa hatua ya tahadhari. 8. Sayadi, mji mkuu wa Saya. Sifa: taifa tajiri sana, lenye mfumo wa kifisadi unaofichwa. Ulinzi wa mipaka ni mkali mno. Teknolojia ya ufuatiliaji iko kila mahali. Ulinzi wa mipaka mkali kupita zote. Ni ngumu kuingia bila vibali halali. Yuri mwanangu, silaha za jadi unazijua tabia zake. Mapanga, mapigano, mikudu, mishare na visu. Unajua vinazungumza lugha gani vitakapo kuangusha au kukuinua? Mzee Ajana alimuuliza. Yuri alitabasamu kidogo na kuanza kunyosha maelezo. Panga ni mapigano, ni silaha ya karibu, ni rafiki wa mkono wa kulia. Lazima liwe jepesi, lenye usawaziko kati ya nguvu na kasi. Panga refu sana huchelewesha maamuzi, fupi sana hupunguza heshima yake vitani. Mikudu ni silaha ya hila, huvaa kwenye vidole, hutumika kwenye mapambano ya kimya, usiku au pale adui anapokaribia kuliko inavyotakiwa. Ni silaha ya majasiri wasiotegemea umbali. Visu vinasema ukweli wa ukaribu. Ni silaha ya mtu asiyeogopa damu. Inahitaji moyo wa kutoboa bila hata kupepesa macho. Huua kimya kimya na huacha mshangao. Mshale ni wa watoto wa upepo. Huzaliwa kwenye upinde na huenda walipoagizwa. Lakini mishale ni silaha ya subira. Mwindaji asiye na subira hawezi kuwa mshale wake. Lazima ujue upepo, sauti ya wanyama na harufu ya hofu. Umeiva kisawasawa, sina shaka na upeo wako, alisema mzee Ajani huko akitabasamu. Mzee Kwesi ambaye alikuwa kimya akivuta kiko chake na pombe taratibu, akainua uso wake na kumtazama Yuri kwa macho ya ndani zaidi. Sasa umeishi porini na baharini, lakini nchi utakazopita zingine hazichezi na mapanga, wanacheza na risasi. Umesikia hizi majina: SMG, AK-47, Glock 19. Yuri alitabasamu kwa upole kisha akasema, SMG, submachine gun. Hii ni silaha ndogo ya moto haraka. Inapendelewa na vikosi vya mijini, inaweza kushikika kwa mkono mmoja. Ni rahisi kuficha, lakini risasi zake ni ndogo na hazipenyi ngao nzito. Ni silaha ya kushtukiza. AK-47 Kalashnikov. Hii ni mama wa vita. Ina sauti ya kutetemesha. Hupenya mbao, mawe na hata mapenzi ya mtu asiye na imani. Ni silaha ya kijiji, ya msituni, ya vita vya muda mrefu. Ukisikia mlio wake, jua kuwa sio maonyesho, ni vita kamili. Glock 19, bastola ndogo lakini hatari, hutumika na maafisa wa upelelezi, walinzi binafsi na mashushushu. Ina risasi 15, hutumia muda mdogo kufyatua na haileti sauti kubwa. Ni silaha ya uamuzi wa sekunde. Wazee wakatulia kwa sekunde kadhaa kisha mzee Ajana akasema, sauti yako imeiva, macho yako yanaona mbali, na roho yako imeelezwa kwa subira. Silaha sio chuma tu, bali nafsi ya mwenye kuitumia. Wewe sio muuaji, wewe ni mlinzi wa ukweli. Mzee Kwesi naye akaongea, usiibe vita visivyo vyako. Tumia silaha kwa kujibu dhuluma, sio kuanza. Risasi ikitoka haiwezi kurudi, lakini neno lenye busara linaweza kuokoa hata damu ambayo haijatilika bado. Kisha wote kwa pamoja wakaweka mikono yao juu ya bega lake bwana mdogo, wakasema, tukubariki Yuri, ni mwana wa Bafemi. Safari yako iwe na macho ya simba na miguu ya paa. Silaha zako zisikimbie kabla ya dhamira, na moyo wako usisahau kuwa ni wa msafiri
usiloweshwe na uchafu wa waliokosa utu. Twende Bamba Apartments msikilizaji. Unajua leo ni kama siku ya 3. Naona kuna gari aina ya Range Rover jeusi huaga kila tunapoenda nalo lipo. Alisema Shaw akiwaambia wenzake wakiwa wamekaa sebleni kwenye apartment yao. Wanataka kusema kwamba ni watekaji au? Akauliza Glory kwa kupuzia. Asio tu Range, kuna watu kama 4 hivi huaga naona kila tunapoenda kwenye hizi siku mbili. Mbona kama inaleta maana hivi? Kwenye ndoto nilikabidhiwa simu. Unahisi tunafuatiliwa? Isije kuwa kuna kitu kwenye hii simu, alisema Feri kwa mashaka sana. Nimekumbuka hivi. Hivi pini ya lile faili sio namba za mwaka kwenye tarehe ya kuzaliwa ya Jasmine na namba za mwisho za mwaka aliozaliwa? Shaw aliuliza. Muda huo Feri akajaribu namba kuingiza namba hizo na kweli faili ikafunguka. Limefunguka. Feri akapiga kelele za shangwe huku wenzake wakiwa nakimbilia kutazama kwenye faili kuna nini. Wote wakashtuka na kupigwa na duazo baada ya kuona video ilikuwa inamuonesha mwanadada mrembo ambaye ni rafiki yao Adelia. Alionekanika Adelia akitega simu yake na ikaanza kurekodi, ila ghafla Adelia kama amesikia mlango unafunguliwa. Kwa kuwa Adelia alikuwa na bikini na sidilia tu, aliwahi kuvuta shuka akajifunika baada ya kuona wanaume 3 wameingia mle ndani. Wanaume 3 hawakuona kama simu ina rekodi. Mikononi mwao walikuwa na bastola, walitumia nguvu kulitoa shuka kwenye mwili wa Adelia kisha walianza kumbaka. Ulikuwa ni ukatili. Mmoja alikuwa yuko chini ya Adelia na tango kwenye kitumbua na mwingine alikuwa nyuma ya Adelia tango kwenye njia ya nyuma. Mmoja tango lake lilikuwa lipo kwenye mdomo wa Adelia, huku mwanaume akipiga tango kwenye mdomo wa Adelia. Utadhani ni kitumbua kile. Walipokezana, kila mmoja alikuwa anapata huduma ya kitumbua, njia ya nyuma na midomo. Mwisho alimaliza utata kwa kumchoma sindano yenye madawa makali sana yenye kulevya yakapelekea Adelia kufa. Ila angeonekanika overdose madawa ya kulevya. Machozi yaliyotoka. Video hiyo ilikuwa inasikitisha sana na ilikuwa inaumiza kweli. Sikilizeni tuondoke hapo mara moja. Hii ni hatari, alisema Shaw. Kivipi? Wakati waje uko saadi huku kuna hatari gani? Tuko salama, alisema Glory. Ile wenzake wote walikuwa wameanza kukusanya vitu vyao huku Glory yeye akiwa busy na simu yake na chat tu. Nyie mademu na shida sana. Nyie ndio mnafanya nake tuite madhaifu, alisema Glory. Muda huo alisikia hodi, mlango ukiwa na gongo kwa nguvu na fujo. Shaw alichungulia dirishani akafanikiwa kuona wale watu 4 wanaofuatilia. Mungu wangu, ni wale wanaotufuatilia, alisema Shaw huku moyo wake ukiwa unamwenda mbio kwa hofu. Tukimbieni, alisema Feli akiwa anatetemeka. Kwa bahati nzuri kulikuwa na mlango wa nyuma na gari lao walipaki nyuma baada ya kuona maegesho ya mbele yalikuwa yamejaa. Glory, tuondoke. Shaw alimvuta Glory mkono ila Glory alisi wenzake amepanga kumtania. Shaw akaona ondoke zake, alitoka kwa mlango wa nyuma muda ambao alikuwa amesikia mlango ukiwa unafunguliwa. Shaw alichungulia na kuona Glory akiwa anafungua mlango. Ndani waliingia wanaume 6 na wanawake wawili, ni zaidi ya wale 4 ambao waga naona Shaw. Watu hao walimpiga risasi ya kichwa Glory kwa bastola yenye viwambo vya kuzuia sauti. Watu walianza kuzama vyumbani. Shaw alikimbia huko akiwa analia. Alizama kwenye gari ambapo wenzake walikuwa wameshaingia. Wameshamuua, alisema Shaw baada ya kukaa kwenye siti huko akiwa analia sana. Hii ni serious sana, alisema Feli huko akiondoa gari kwa kasi kubwa sana na kuingia mtaani. Sasa tunaenda wapi? Aliuliza Aisha ambaye ni mmoja kati yao. Yeye alionekanika kujikaza kuliko wenzake waliokuwa wanalia tu. Inabidi twende uwanja wa ndege, alijibu Feli huko akiwa analia. Hapana, watatuua huko. Hawa watu wanaonekanika washatufuatilia sana, alisema Shaw. Kwa hiyo au twende balozini? Akauliza tena Feli. Hapana, balozini ndio na waziri mkuu. Na umeona kwenye video ya mauaji waziri mkuu ni mhusika. Kwa hiyo tunafanyaje? Mbona kama hili swala ni gumu? Hapa kitu cha msingi tuvuke mpaka Mombasa, huko ndo tupande ndege kuondoka. Ila ndani ya nchi hapa hatutaweza kabisa kutumia njia ya ndege, alisema Shaw. Sawa, ila tunavuka vipi kwenye mpaka? Feli aliuliza. Leo tutatumia silaha ukike wetu ili kuweza kuepuka hiki kikombe cha kifo. Hata hivyo tuna passport na visa ya nchi zote ndani ya bara la Bua. Tunakosa vibali vichache sana, ni maelezo tu muhimu ya kuweza kuvuka mpaka. Tutajua huko. Feli aliunga mkono. Sasa njia ni ipi? Feli akauliza. Njia kuu ya Paku. Tunaupita mkoa wa Paku na mkoa wa Bera, kisha tunafika mpakani. Ni mwendo wa masaa kama 11 hivi. Ni mbali. Hivi hatufuatiliwi kweli? Shaw na wenzake wote waligeuka nyuma kutazama, waliona basi la abiria tu. Sizani, alisema Shaw. Hebu tutoe taarifa kwa familia zetu. Kila mmoja alitoa simu yake ila hakukuwa na mtandao wote kwenye simu zao zote.
bila shaka hao watu walikuwa wamedukua simu zetu zote na mitandao wameikata kabisa kwenye simu zetu. Kama hivyo, kwa nini wasifute tu hiyo video kwenye simu kuliko kutaka kutua? Akauliza Aisha. Feri na Shau walimtizama kwa mshangao. Sasa kufuta video ndo kufuta na ukweli kwenye akili zetu? Asha alikaa kimya akiwa kashaelewa. Najuta kutazama ile video, alisema Maria huko akiwa analia. Hata kama usingeliangalia wangejua tu kama umeangalia. Kikubwa tushirikiane tutoke kwenye nchi, alisema Shau. Safari ikaendelea kwa mwendo wa kasi wakiutafuta mkoa wa kwanza wa Paku. Ndani ya gari kulikuwa kwa kimya, kila mtu alikuwa anapambana machozi yake. Walia wakimkumbuka Gloria ambaye walitoka kucheka naye masaa kadhaa nyuma, sasa hayupo tena. Ila pia walilia wakifikiria balaa linaloandama. Mpakani. Majira ya saa 3 za usiku, Yuri alikuwa amekaa kwenye banda moja umbali wa mita 20 kutoka kwenye mageti ya mpakani. Yule alikuwa anakula mnofu wa samaki taa. Kwenye begi lake kubwa kulikuwa kuna vyakula vya kutosha safari yake. Ndege poli waliokaushwa na nyama poli zilizokuwa zimekaushwa na samaki waliokuwa wamekaushwa na mikate. Pia alikuwa na nguo kadhaa. Alikuwa anakula taratibu, anapiga hesabu za kupita mpakani. Muda bado mpakani kulikuwa na mishemishe nyingi sana za wafanyabiashara, ni wengi mno, na watu wanaoingia na kutoka mpakani ni wengi pia. Yule akaendelea kupiga hesabu zake. Hakuna njia nyingine rahisi zaidi ya kupita hapo mpakani ambapo ni pagumu pia. Yuri aliliona gari la kifahari ambalo lilikuwa limechafuka kwa vumbi linaingia maeneo hayo kwa mwendo mkali kabla ya kupunguza mwendo huo. Kisha wakashuka wanawake 5 kwenye gari. Umbali wa mita 20, ila yule alikuwa ameweza kuwatambua wanawake hao warembo, hasa yule Feri ambaye yeye alimtambua kama mdada mwenye dharau, na Shau ambaye yeye alimtambua kama mdada mstaarabu. Kwenye gari la kifahari Cadillac Escalade alishuka Feri, uso wake ukiwa umechoka lakini bado hajapoteza mvuto wa sura yake. Pembeni yake alikuwepo Shau na nyuma yao walikuwepo wenzao 3, Aisha, Maria na Lena. Askari wa mpaka walikaribisha kwa tabasamu. Yuli aliyekuwa umbali kidogo tayari alikuwa ameshatambua yale matabasamu ya maaskari ni ya bandia. Alitilia shaka. Karibuni sana, nyinyi mtoka Faja aliuliza mmoja wa askari huko akipiga macho kwenye nyaraka. Hapana, alijibu Feri. Tumeingia Faja wiki mbili zilizopita kwa Fredrikstad. Tuna visa halali kwa mataifa yote ya bwana, tumesha ripoti kwa barozi. Tunahitaji tu kupita kwenda nchi jirani. Tunajua, lakini kuna mashaka kidogo hapa, kuna mambo madogo ya uthibitisho. Njoni hapa tuzungumze pembeni. Askari mwingine alisema kwa sauti ya upole, akitaka kina Feli wafuate pembeni. Ila kimsingi nia yake haikuwa mazungumzo, ila ni kuwaweka sehemu ambayo wanaweza kuwashambulia kiurahisi. Askari alitoka na wakina Feli huko wakiwa wanapeana ishara fulani hivi na mkuu wake. Hilo nalo Yuli alikuwa ameliona, japo hakujua nini kilikuwa kimezungumzwa, ila alikuwa na makini sana kufuatilia. Yule alikuwa kashamaliza samaki wake, hivyo alibaki kutazama tu matokeo. Askari waliwapeleka wakina Feli pembeni kidogo na ya kichaka fulani hivi karibu na banda moja la bati, eneo ambapo CCTV kamera hazipati matukio vyema. Hata Feri na Shau nao walikuwa wameanza kuhisi hatari, ila walishachelewa. Askari walitoa ishara kwenye kichaka, wakachomoka wanaume 5 wakiwa na bunduki kubwa AK-47 na kuanza kumwaga risasi kama wana akili nzuri. Askari kama amepeleka kina Feli alikimbia kurudi alikotoka, huku wale wanaume 6 wakiendelea kumwaga risasi kama vichaa. Asha, Maria na Lena walipigwa risasi nyingi na kufa hapo hapo. Kwao ilikuwa ni rahisi kufa kwa sababu hawakuwa na hofu kwa yule askari, tofauti na Feri na Shau ambao walishaanza kuhisi hatari. Feri na Shau wao walifanikiwa kukimbia, wakajificha upande mmoja kwa ubavu wa gari lao. Hata hivyo wanaume hao wakaendelea kumwaga risasi tu. Feri na Shau walihisi kifo chao nao kimefika. Tumaini la kuishi lilikuwa ni dogo sana. Wenzao 3 walishakufa na 4 alikuwa amefia Bamba Apartments. Yuli aliona hatari, maana upande ambao zinapigwa risasi ndo upande wa tanki la mafuta, hivyo gari linaweza kulipuka muda wote ule. Yuli aliwaza kwa sekunde kadhaa kama atawasaidia, huenda akawa amenunua vita kama wanatafutwa. Hakujua ni sababu gani inawafanya watake kuuawa, kama wao ni wabaya au ni wazuri wanaofanywa ubaya. Ila alikumbuka dharau za yule dada. Yuli aliamua kuwasaidia kwa sababu moyo wake ulishindwa kuvumilia. Yeye ni mwema. Yule alibeba begi lake vizuri, kisha akatoa kisu kimoja kwenye begi, kisu ambacho alikificha kwenye koti kubwa lililokuwa ndani ya begi, ili hata kama angekaguliwa vizuri kisionekane. Muda huo watu wengi hapo mpakani walikuwa wameshakimbia baada ya kusikia milio ya risasi na kuona watu walivyokuwa na kufa. Yuli alikimbia kwa kasi sana, huko akipiga mahesabu fulani vya ajabu na kujitoa muhanga.
Yuli alirundika kwenye gari juu kidogo ya vichwa vya Feli na Shau ambao walibaki kushtuka kwa mshangao maana hawakumuona Yuli anavyokuja. Yuli aliruka juu kwa sarakasi kadhaa kisha kapiga jicho kwa mwanaume mmoja, jicho la mwewe hilo. Alirusha kisu ambacho kilichomoka kama risasi na kwenda kuzama kwenye shingo ya mwanaume mmoja. Hiyo kidogo iliwashtua na kuwashangaza hao wanaume wakiwa hawaelewi imekuwaje. Walishangaa kama wakina Feli ndio wamefanya tukio hilo au ni vipi maana hawakumuona Yuli sura yake aliyokufa kama amefanya tukio hilo kwa kasi sana. Kwa hiyo hawakujua kama ni mwanamke au mwanaume. Yule alimchukua Feli na Shau kwa kuwashika mikono. Mwanzo walitaka kugoma wakizani ni adui, ila waligundua kuwa ni mvuvi na muuza samaki wa pwani ya Bamba. Walihisi ni msaada, hivyo walinyanyuka baada ya mwanaume huyo kuwanyanyua na kuwavuta mikono. Yule alikimbia nao kwa kasi akapita pembeni ya mabanda kisha alijibanza nao kwenye banda moja hivi. Feri alikuwa bado ana uoga wa hali ya juu sana na hofu na harufu ya kifo vilimwandama. Shau naye hakuwa na amani. Bado hawakuwa na imani kama mvuvi anaweza kuwatoa hapo salama. Macho yalibaki kupepesa huku na kule. Mapigo ya mioyo yalikuwa yanasikika kabisa hadi kwenye masikio ya Yuri. Yuri alianza kupiga hesabu kali. Alichungulia kwenye kona ya banda, aliona jinsi majambazi walikuwa wanasogelea banda kwa tahadhari. Tukio la mwenzao kufa limewapa tahadhari. Hii ina maana wa jamani professional assassins, alisema Yuri huku akiwa anaendelea kutazama huku na huko. Feri na Shau hawajatia neno zaidi, walizingatia kwamba jamaa hao ni professional assassins. Mmoja ajifanye kaumia atoke hapa kwa kutambaa. Wale jamaa watasogea kumtazama. Hapo mimi nitajua ni cha kufanya. Maana hapa maadui sio hao jamaa tu, hata wale maskari wamepaka ni maadui pia. Yuri alikuwa amesema kwa sauti ya chini ila ilisikika. Wewe una kichae? Feri alimuuliza Yuri huku bado akiwa na hofu. Yuri akamgeukia Feri na kumtizama kwa macho makali ambayo yalimtisha na kujikuta akiwa anakaa kimya. Sawa, mimi nitafanya, nipe maelekezo, alisema Shau japo alikuwa anatetemeka ila alichagua kumwamini Yuri. Tamba mpaka mbele hapo. Wazubaisha au washenzi na hao maskari, mimi nitafanya mpango wa milipuko. Sawa, ila ni hatari. Najua, ila inatakiwa tujaribu ili tutoke hapa kuliko kufa kizembe. Sawa. Shau alikuwa ni jasiri kidogo. Ni kwenda katoka akiwa anatambaa kama mtu aliyejeruhiwa miguu na kiuno. Alibuluzika hatua za mita 15 kutoka kwenye banda na uzuri eneo hilo hakukuwa na mwanga. Wanaume 5 walianza kumsogelea Shau taratibu kwa tahadhari huku maskari 6 nao wakiwa wanasogea taratibu. Yuli alienda kwenye mapipa fulani hivi aliyokuwa ameona na aligundua yana kimiminika kinachojulikana kama sifakali. Huaga inatoa mlipuko mkubwa sana kama ukikutana na moto. Sifakali ilikuwa mipakani baada ya kuzuiliwa kwa wavunaji. Yule alifika kwenye mapipa bila hata kuonekanika kipindi Shau yuko na wale majambazi na maskari. Mwenzako yuko wapi? Aliuliza jambazi. Nisameni jamani, kwa sauti yenye maumivu makali Shau alijibu. Jibu swali mshenzi wewe, alifoka jambazi. Muue tu, mwenzake hawezi kutoka hapa. Jambazi mmoja alikuwa ametoa amri. Feri alizidi kulia kwa hofu, hakutaka hata kuchungulia ila alikuwa anasikia. Yuli alibatika kupata vioo vitatu vyenye ncha kali. Kwa kasi ya upepo Yuli alikimbilia kuelekea walipo majambazi. Mmoja alimuona Yuri na kunyosha bunduki ila alikutana na kioo kilichozama kwenye shingo yake. Askari mmoja naye alikuwa anataka kushambulia, alikutana na kioo cha tumbo kilichorushwa kwa nguvu sana. Kioo cha mwisho kilizama kwenye kichwa cha jambazi mwingine. Jambazi watatu waliobaki walitaka kushambulia ila kwa kasi ya ajabu sana Yuli alimzunguka mmoja na kumvunja shingo huko akipora bunduki yake. Milio ya risasi kasikika mara 6. Iliondoka na majambazi wawili na maskari 4. Askari wawili walitimua mbio ili kwenda kuongeza nguvu kwa wenzao ila kabla hawajafika mbali walidondoka baada ya milipuko mikubwa na ya kutisha kutikisa hadi ardhi kutokea. Hiyo ni baada ya Yuli kupiga risasi kwenye pipa moja ambalo lililipuka na kulipua na mengine kuelekea kwenye banda la kuongoza umeme. Yuli akatupa bunduki na kumnyanyua Shau kisha akaenda kumchukua Feri ambaye alikuwa ametaka kukimbia akizani kwamba anashikwa na adui, maana aliziba masikio na kufumba macho ila aligundua ni mvuvi. Alianza kutambaa naye kukimbia. Maskari wengine walianza kukimbizana huku na kule ili kuzuia milipuko hiyo isilete madhara zaidi. Mbaya kwao umeme ulikatika baada ya banda la kuongoza umeme kulipuka. Hiyo ni nzuri kwa Yuri na wakina Feri, maana walikimbia kuelekea kwenye lango la kupita watu. Muda ambao maswali kwa bize na mlipuko walipita kilaini sana kwenye geti. Upande wa pili kazi ilianza upya baada ya kujikuta wako mbele ya askari 5 wenye bunduki. Yuri hakutaka kupoteza muda, alimnyanyua Feri na kumrusha juu sana umbali wa mita 30 kwenda juu. Iliwashangaza binadamu kurushwa kama kipande cha fimbo kwa umbali huo. Feri alipiga kelele huku Shau akiwa haelewi kusudi la mvuvi.
Kosa kwa maskari ambao walikuwa wamemtazama Feli akienda juu kwa mateke na ngumi za kasi. Aliwafinya maskari wote watano kabla ya kumdaka Feli. Muda ambao alitazama kila kona, alibahatika kuona gari moja ya Toyota Land Cruiser TX. Mwanaume mmoja mwenye suti alikuwa anashuka kwenye gari hilo akiwa amefocus na milipuko zaidi kuliko tukio la Yuri, maana ni haraka bado hakuliona. Hata mlango wa gari hakufunga, milipuko ilikuwa ni mikubwa sana. Alikuwa anasikiliza na kutazama upande wa ndani inapotokea milipuko. Yule aligundua kwamba gari lipo on. Baada ya kumdaka Feli tu aliyekuwa ametoka juu, Yule alikimbia naye akiwa amkambeba begani kwa mkono mmoja, huku kamshika mkono Shau na kukimbia nao kwenye gari Toyota Land Cruiser TX. Alimpita mwanaume yule huku Yule akimpushi na kumwangusha. Yule alimtupia Feli katika siti ya abiria, alimpitisha upande wa dereva. Hakuwa na muda, alimrusha na Shau naye akajikuta akiwa anakaliana kama mizigo. Yule alikaa kwenye siti ya dereva bila kufunga mlango, akaondoka na gari kwa kasi ya ajabu sana. Ila magari mawili yenye maskari nao yalichomoka kwa kasi kulifukuzia, ila ubaya ni sekunde kama 45 walimwacha Yule atangulie, ndizo zilikuwa zimewaponza. Shalibaki kushangaa kuamini kama mvuvi ndiye kafanya matukio yote ambayo ni ajabu kwake, hata kwenye movie hajawahi kuona. Feria alikuwa bado ana wenge la kurushwa kwenda juu, na kama akili yake bado haikuwa sawa hivi. Ilikaa vizuri kwenye siti hiyo kwa kupakatana. Yule alikuwa na begi lake muda wote licha heka hizo, ila begi lake hakuliacha, alitupia kwenye siti ya nyuma. Yule alijua tayari kanunua vita, kaua maskali karibia 4 na wauaji 6. Hiyo ni vita, ukijumlisha na kuvuka mpaka kwa nguvu ni kesi juu ya kesi. Yule aliona magari yakiwa namfukuzia yakiwa yako mita kama 70 nyuma yao. Tazama magari hayo kali ndizo ambazo zilikuwa zinamfanya kujua kwamba wanafukuziwa. Alikunja kona ya ghafla sana kwenye njia iliyokuwa na kibao kilichokuwa kimeandikwa mtu kisambo. Yule aliingia kwenye njia hiyo ya vumbi na kutembea kwa mwendo mkali zaidi. Njia ilikuwa na kona nyingi kiasi cha gari yaliokuwa yanafuatia kuliona gari hilo. Walifika sehemu Yule akawa ameingia kwenye njia fulani hivi ndogo ya vichaka hivi. Alitembea kwa kasi kwenye njia hiyo na kwa mwendo wa dakika 5 alitokea kwenye barabara kubwa. Hapo alizima gari. "Shukeni tuondoke." "Unasemaje wewe?" Fera kauliza kwa mshangao. "Tushuke tuondoke?" "Wakitukamataje?" akauliza Shao. "Wale tumewapoteza watapita, wataenda mbele huko, kwa sababu huu ni usiku, hawezi kabisa kuona kirahisi kama alama za gari kuja msituni huko. Hivyo watapoteza muda kwenda huko mbele. Kipindi hicho sisi tutakuwa tunavuka barabara na kutembea kwa njia ya ng'ombe ambayo inaelekea mashambani. Wao hata wakija kuliona gari hawatojua tuko upande huu au upande ule. Na sisi tutatembea kwenye hizi nyasi ndogo ndogo ambazo haziachi alama kama mtu amepita. Mpaka mbele sana ndipo tutatembea kwenye barabara." Yule alitoa maelezo haya na kushuka kwenye gari akiwa na begi lake. Wakina Feri nao hawakuhoji chochote kile. Walianza kumfuata Yule. Walivuka barabara wakiwa makini na kuifuata barabara kubwa kiasi ya vumbi, wakiwa wanakimbia mbio, ila walikimbia pembezoni mwa barabara kwenye nyasi fupi ili wasiache alama za kufuatiliwa. Walikimbia kama dakika 20 hivi. "Hapa mnaweza kutembea sasa. Tumefika mbali," alisema Yule. Shao na Feri walianza kuinama wakiwa wanajishika magoti yao, wakihema kwa kasi, huku jasho likiwa limewaroesha nguo zao katika miili yao yote kama vile wamwagiwa maji. Ila Yule alikuwa kawaida sana. Alitoa chupa ya maji kwenye begi lake kubwa na kuanza kunywa, kisha aliwapa na wakina Shau ambao walifakamia maji yote kwa kupokezana. Safari kaendelea. Hawakuwa na muda wa kupoteza kwenye maeneo hayo yalizungukwa na msitu. Hawakuwa na uhakika wa usalama wao. Safari ilikuwa ni ya kimya huku kila mmoja akiwa na wazo lake. Feri aliwaza tu jinsi gani wataondoka, ila kwenye akili yake hakuwa anamuona mvuvi kama ni msaada mkubwa kwao. Shau yeye alikuwa anashangazwa na uwezo mkubwa sana wa mapigano na ujasiri wa mvuvi na akili za mvuvi kwenye mbinu za kuwatoroka maadui. Alikuwa anatumia akili kubwa sana. Yule alikuwa na wazo yake pia. Mpaka hapo alikuwa amevuruga plani zake zote alizopanga, maana kaongeza watu kwenye safari, ila sio watu tu, alikuwa amenunua na vita ambayo hakujua chanzo chake. Ila alihitaji kwanza kujua wanapokwenda wanawake hao. Hakutaka sana kuuliza chanzo cha wao kutaka kuuawa. Hakuona kama na Musa na hilo. "Mnaenda wapi kwa ninyi?" Yule akauliza Shao na Feri. "Hapa kuhusu tunapokwenda," alijibu kwa ukali Feri. Shao akamshangaa Feri. "Wewe Feri, una tatizo gani?" aliuliza kwa mshangao Shao, huku wakiwa wamesimama wote. Yule akamtazama Feri na Shao naye akamtazama Feri, wakati Feri mwenyewe
anamtizama Yuli kwa hasira. Tatizo lipo, uone kama huyu mshenzi anatutumia vibaya, alisema Feri. Anatutumiaje vibaya wakati akatusaidia? Wewe shaufungua akili yako. Katutumia kama chambo kupita pale mpakani. Pale kaanza kukutumia wewe kama chambo, ukaenda kujitoa sadaka bado kidogo ufi. Tumetoka pale nje kanirusha juu, ina maana kwamba kanitumia tena kama chambo tena ili aweze kukimbia. Tazama begi lake kubwa, ina maana na safari zake. Bila sisi angepita vipi? Feri. Ndio, hapa tufanye mpango tuondoke zetu, tufike mjini airport, tupande ndege tuondoke. Huna shukrani Feri. Ina maana bila yeye kama tungelikufa pale. Bila yeye tungetoka vipi pale? Acha ujinga, msaada ni Mungu. Haya wewe mvuvi, asante sana kwa msaada wako. Umeridhika? Feri aliongea kwa ukali akimtazama Shao. Samahani kakaangu. Hayuko sawa, matukio yameshamchanganya huyu, alisema Shao. Niko sawa. Nimesema mara 3. Hatunaondoka vipi ile kitu kwenye gari lile? Na kipindi tunatoka niliona kabisa ile gari letu linalipuka. Tukifika mjini tutaomba simu tuwasiliane na familia zetu. Tutafanywa mpango wa kuondoka. Sawa, sasa tunafikaje huko mjini? Kama sio kumtumia tena huyu mvuvi ambaye unamwona afai. Kwa sasa hivi yeye kidogo anaonekanika kidogo anajua pa kuingilia. Asa hivi unaona alfajiri tutapata tu watu kuulizana na tutelekeza. Yule alitikisa kichwa akiwa anamtazama Feli kwa masikitiko makubwa sana, kwa kitabasamu kidogo. Wewe unamtikisa na kichwa? Feri akamuuliza kana kwamba ni watu wenye wasimu. Mimi mkiondoka kwangu ni nafuu kwa sababu kutembea na watu wawili ni mzigo. Kama msingekuwa ninyi pale mpakani, ningepita bila kuua watu na kujikuta nimezama kwenye kesi za mauaji. Kwa safari njema muende tu, alisema Yuri baada ya kicheko cha dhihaka. Samahani kakaangu, ila mimi nashukuru sana kwa msaada wako na nashukuru kwa ajili ya rafiki yangu. Wewe huna baada mstaarabu, ila anavyotaka rafiki yako ni sawa tu, alisema kitabasamu na kuanza kuondoka zake. Wewe nawe sijui upoje, tunaondokaje wenyewe? Shawali muuliza Feri. Twende, si unaona panazidi kukucha hapa, tutapata tu njia mjini hapa kwa kuuliza watu. Safari kaendelea. Yule alisimama na kufungua begi lake. Feri na Shao wakampita Yule, Feri akiwa mbele anamvuta mkono Shao. Yule akatoa pale la mkate nyama poli, aliongeza mwendo na kumfikia Shao akampa mkate huo na nyama. Asante sana mkaka mzuri, hivi unaitwa nani? Achana naye bwana, alisema Feri kwa anaongeza mwendo. Yule akabaki kutabasamu tu kwa anatembea taratibu sana. Shao alikuwa anageuka kila wakati akiwa anamtazama Yule kwa uso ulionyesha kwamba anamshukuru sana, pia anapenda ukaribu naye, ila ndo hivyo yupo na rafiki kichefu-chefu. Yule akatabasamu kila alipokuwa anamtazama Shao na kumfanya Shao aone uzuri wa kiume wa Yule uliofichwa na maisha magumu. Walifika maeneo ya mashambani. Shao na Feli wakamwona mwanaume mtu mzima hivi na mwanamke mtu mzima wakiwa na majembe yao wakionekanika wanaenda shambani. Feli alifurahi maana alihisi wamepata msaada wa kuelekezwa mjini. Kwa bashana ukalimu aliwasalimia watu hao na Shao naye alisalimia. Shikamoni baba na mama. Ila watu hao walibaki kuwatizama tu, hakuna leo kama wajibu. Watu hao waliendelea safari yao tu, kila walivyokuwa naongeleshwa hawakujibu. Hawasikia au? Feli akamuuliza Shao ambaye naye hakuwa anajua. Yule akafika walipo watu hao ambao walikuwa wanatembea karibu na wakina Feli wakiwa wako pembeni yao. Yule alisalimia watu hao kwa bashasha, ila alikuwa anabadilisha lafuzi, alitumia lafuzi ya wenyeji wa taifa hilo. Kitu ambacho hawakukijua kina Feli ni kwamba watu wa taifa hilo la Ambasa uwaga hawaongei na mtu wa taifa jingine bila sababu za msingi. Lafuzi ya Feli na Shao ilikuwa sio ya nchi hiyo. Tena mbaya zaidi, ilikuwa inatambulika ni kutoka Sayadi, nchi ambayo watu wake husifika kwa kuringa sana. Lugha ni moja bara lote la Bua, ila lafuzi ni tofauti. Japo wana lugha zao za makabila, ila lugha kuu ya bara zima ni moja tu. Oh, wewe wa Ambasa? Akauliza mwanamke. Ndio, ila kwa kipindi kirefu nimeishi Faja. Hivi nimeingia leo tu kama mgeni tu ndani ya nchi yangu. Tuko msikilizaji na moyo wa msafiri, na safari yetu imeanza. Tunatakiwa tupite nchi 8 mpaka tufike huko kuliko asili yetu. Sawa, Yuri niko hapa msikilizaji, na ndio kwanza tuko ndani ya nchi ya kwanza. Tumeshafanya volangati la kufa mtu. Tunataka tufanye mchakato wa kuweza kutoka ndani ya nchi na kwenda mpaka mwingine mpaka tumalize nchi 8. Msafiri ana moyo wake, alafu sisi tunasikiliza moyo wa msafiri. Ni kabila gani wewe? Akauliza mwanaume. Mimi ni Mkhabela, alijibu Yule huku akiwa anapokea watu wao majembe yao na kuyabeba yeye. Wao, Nyinganga waombi?
unaitwa nani kijana? Mwanamume huyo alimuuliza Yuli kwa lugha ya kabila hilo la Khabela. Nyinga Yurian. Naitwa Yurian. Basi bwana, mnaelekea wapi mida hii? Akauliza mwanamke kwa lugha hiyo. Akajibu kwamba safari yetu ni ndefu, ila nilikuwa naomba kuuliza njia ya mjini na usafiri wa kutufikisha mjini. Akajibiwa kwa lugha hiyo kwa kumwambia kwamba unanyoosha hii njia moja kwa moja, pembeni kuna njia panda yenye kona 4. Kuna upande wa kulia inawafikisha kwenye kituo cha mabasi. Basi ni moja tu, linatoka saa 1 asubuhi. Mkilikosa hilo ni mpaka kesho. Mwanamume alimuelekeza Yuri. Sawa, taelekeza wao wasichana, mimi nitabaki niwasaidie kulima hata kwa dakika 30 vya saa 1. Alisema Yuri kwa lugha hiyo hiyo ya Khabela. Wewe ni mkarimu mno. Mwanamke alimsifia Yuri. Unajua mpaka lugha yao? Shawa alishangaa sana. Nimeishi na watu wengi tofauti kutoka sehemu mbalimbali. Nimejifunza lugha nyingi. Sawa, hebu waulize kama wana simu na kama ina salio. Alisema Feri. Yuli aliwauliza watu kwa lugha ya Khabela. Watu wao kulima simu yao ni smartphone na ina kila dakika meseji hata data pia. Ila Yuli aliwaambia wakina Feri kwamba simu ya watu wao haina salio lolote lile. Basi angalieni saa ngapi? Alisema Feri. Yuli aliwatazamia saa, ilikuwa ni saa 11 alfajiri. Ni saa 11 na dakika 20. Na wameelekeza mkinyosha hii barabara mpaka mbele kidogo kuna njia panda yenye kona 4. Unaingia njia ya kulia. Itawapeleka hadi kituo cha mabasi, na hapo kuna basi moja tu la saa 1 kwenda mjini Njalo. Mkilikosa hilo basi ndo mpaka kesho tena. Sawa, tuondoke Shao. Alisema Feli huko akiwa anamvuta mkono Shao. Waambie tunawashukuru. Alisema Shao huko akiwa anatembea kuondoka akiwa anavutwa na Feli. Sawa, alijibu Yuri kwa kana tabasamu. Feri, hatuna hela, tunaenda vipi kupanda basi? Sikia, tuna vitu vya thamani kama mikufu, heleni na saa, tutauza. Alisema Feri. Kwa nini umewaambia simu haina salio? Akauliza mwanamke. Kama wangetumia hii simu, wangewachia matatizo. Wanafuatiliwa wale, achana nao. Yule alikuwa ameenda na wale wazee hao mpaka shambani kwao ambapo hapakuwa mbali, ni mwendo dakika 5 tu. Yule akaanza kuwasaidia wazee hao kulima huku anapiga nao story nyingi sana za ucheshi. Wewe ni mkarimu sana. Mida saa 1 kuna kijana wetu na pikipiki anaenda mjini Njaro, utaenda naye. Alisema mwanamke. Asanteni sana jamani. Yuli alilima kwa dakika 30, watu wao walimtaka aache. Kuna binti alikuja akiwa kabeba vitu vingi sana kwenye kikapu. Umenifurahisha kijana. Nimemuita huyu binti yangu hapa ili nikupe vitu vya kusafiri navyo kwenda huko mjini. Asante sana mama. Mwanamke alikuwa ameanza kutoa vitu kama viazi, mihogo ambayo ilikuwa imekaushwa vizuri sana, haiwezi kuharibika, na vyakula vingine vingi tu vinavyofaa kwa safari. Kijana, njoo tuzungumze kidogo. Mwanaume alimuita Yuli na kuingia naye kwenye kibanda kidogo kilichopo shambani hapo. Walikaa kwenye vigoda vilivyopo ndani ya kibanda huku wanatizamana. Mazungumzo yalianza. Nyie ndio mlilipua na kuua watu pale mpakani usiku wa kuamkia leo? Yule akashtuka, mwili ulianza kupigwa na ubaridi wa hofu. Alimtizama mwanaume huyo usoni na aligundua yuko serious na alichokuwa nakiuliza ana uhakika nacho, ila alikuwa anahitaji tu kusikia kutoka Yuri akithibitisha. Umejuaje baba? Habari zimesambaa kwa kasi sana kama mvua ya gharika, ila mimi nina uwezo wa kuona mambo ya mtu kupitia macho yake. Yule alikuwa amekaa kimya kwa sekunde kadhaa akimsaminisha mwanaume huyo. Wewe ni Nasuri? Tangene nimegundua unajua mambo mengi sana. Hata kabila Khabela sio kabila lako, na hata Ambasa sio nchi yako, ila umejua kwa haraka sana kama ni Nasuri. Yule alibaki akiwa anamtazama tu mwanaume huyo. Ni kweli mimi ni Nasuri wa Twaridu. Naweza kuona mambo mengi ya nyuma, sio yote na sio yajayo. Umezaliwa nchini Sayadi kwenye familia ya kitajiri. Siwezi kujua jina na sura za wahusika, ila familia ya bilionea. Umeishi Faja kama mvuvi ila mdogo na mwendaji mdogo. Umejifunza mambo mengi sana kama kupigana kwa silaha za mikono na za moto. Kwa sasa uko safari ya kurudi kwenu Sayadi. Kwa sababu Faja ulienda kwa bahati mbaya ukishushwa kwenye nchi ile kwa ajali ya ndege. Jinsi mwanaume alivyokuwa anamzungumzia Yuli ni mpaka Yuli mwenyewe alikuwa ameanza kuingiwa na hofu. Alisa amekutana na jini. Usijali kijana. Haniambie, najua huwezi kuacha wale mabinti licha ya yule mmoja kuwa na dharau. Yuli alikaa kimya kwa sekunde kadhaa, alituliza hofu yake na kuiweka akili yake sawa. Mzee huyo alimsaidia kwa kumpa maji, alikuwa hapo kwenye kikombe kimoja cha chuma. Yule akapokea na kunywa maji hayo, ila yalikuwa ni machungu sana.
Kunywa, usiteme hayo yana msaada mkubwa sana kwako, hasa kwenye hiyo safari yako. Yule alikunywa maji yote bila kushusha kikombe huko akikunja sura kweli kweli. Alikaa kimya akisikilizia uchungu dakika kama 3 hivi. Alihisi mwili wake una utofauti mkubwa sana. Alihisi kuwa kama mwepesi na ujasiri ulikuwa unamvaa kwa kasi kuliko awali. Hayo maji ni dawa ya Nasuri ya nguvu za hamasa na ujasiri. Sio nguvu za kupiga, ila hiyo inakupa ujasiri. Mkuu wa Nasuri Twaridu ni Shadi, ambaye hakuwa mtu wa hofu kwenye maisha yake, na ndio maana alifanikiwa. Hiyo dawa inakuondoa kwanza hofu. Asante sana, ni jambo kubwa sana kwenye safari yangu. Mwanamume alikuwa amempa chupa yenye maji yale machungu yule. Ukifika nchi ya Mubare, mtafute mtu mmoja anaitwa Fungwe, yuko mji wa Kirwa. Huyo ukimwambia umetoka kwangu kuna vitu atakupa. Nitakuwa nimeshamueleza. Kisha ukifika tangaza, pia kuna mzee anaitwa Kibena, yuko mji mkuu wa Wakesa. Huyu naye mtafute, atakupa vitu fulani. Mwanamume ameongea mambo mengi sana na Yuli, mambo ambayo yalikuwa ni msaada kwa Yuli, ikiwepo kumwelekeza njia ambayo rahisi ya kupita kwenye nchi zote mpaka kufika Sayari. Japo wazi kuwa rahisi ndio zinafuu, Yuli aligundua hata ile plani yake yote ya safari imekufa. Sio kwa kuwa atatembea na watu, ila tathmini aliyopiga ni tofauti kabisa na walisia. Ukarimu na ucheshi wa Yuli ulimpa faida kubwa sana. Mwisho mwanamume huyo alimpa Yuli visu viwili vikali vya mapigano aina ya Tiger Shark. Shau na Feli walifika kituo cha basi wakiwa na uchovu wa safari ya kutembea usiku mzima. Nyuso zao zilikuwa zimeonyesha uchovu wa wazi kabisa. Tuna cheni zetu na hizi heleni hapa, huenda zikatusaidia, alisema Feli. Walimfuata kona ambako asimamia basi lililokuwa limeegeshwa pembezoni mwa kituo. Macho yake yalipekua tiketi kwa abiria waliokuwa wanapanda. Samani kaka, hatuna hela ya nauli, lakini tuna heleni hizi hapa, zina thamani, unaweza ukazitumia kama malipo. Konda aliangalia kwa macho ya mshangao, kisha macho yake yakatulia kwenye heleni hizo za dhahabu safi zenye muundo wa kipekee. Konda akatabasamu. Aya, subirini hapa, ngoja nitafute mtu atakayeweza kuzinunua. Kama nitampata basi nitawasaidia. Waya mwenye mkuu, njoo mara moja. Mwanamume kama amevaa kanzu ya gharama na kofia yake alikuwa amefika kuitikia wito wa Konda. Kuna mali za dada hapa wanauza, shida wapati nauli, ila naona mzigo makini kabisa huu. Mwinyi alizichukua heleni mikononi na kazipima kwa jicho la mtaalamu, kisha akatikisa kichwa kukubali. Hizi heleni za kweli kabisa, nazichukua. Mwanamume kama ametoa wallet yake na kuhesabu noti nyingi za pesa za ambaza. Wakapokea na kumshukuru, wakampa Konda nauli yake ambayo ni kiasi kidogo tu kwa pesa walizopata. Haya, pajeni twende. Ngoja tupate hata kifungua kinywa basi, au gari linaondoka sasa hivi? Akauliza Feli. Mpaka saa 2:30. Sawa, ila samani kaka, tunaweza kutumia simu yako? Shau alimuuliza Konda. Konda alijipapasa mfukoni akatoa simu aina ya kampuni ya Apple, kisha akawapatia kina Shau. Hiyo line haipigwi sana, ina salio la kupiga mpaka bando la internet. Asante sana, leo bando ndio tunalitaka. Haina shida, nyie nendeni mkapate kifungua kinywa, mtanirudishia tu hiyo simu. Konda alikuwa anajiamini hakuna sehemu ambayo akina Shau angeweza kwenda na simu yake. Yaani kukimbia nayo, na uzuri wa kina Shau hawakuwa na mpango huo. Walipata mgawa, waliagiza chakula, waliona kinafaa na kuanza kula. Fela aliingiza namba ya mamake na kumpigia kwenye WhatsApp video call. Kwa bahati simu hiyo ilikuwa imefanikiwa kupokelewa, na bahati zaidi familia ya Feli walikuwa pamoja na familia zote, yani familia ya Shau na wale wenzao wote ambao walikuwa wameshakufa. Feli na Shau wakiwa wamekaza macho kwenye kioo cha simu, walishangaa kuona familia zao ziko pamoja tena. Baada ya kuona sura ya Feli, walikusanyika na kuwa wanatazama wote. Mko wapi watoto? Feli, Shau ni mzima wewe? Kilitokea nini? Mbona taarifa zimekuja za ajabu ajabu huko? Ni kweli wenzenu wamekufa? Watu waliongea kwa mfululizo kiasi cha kuwa ni fujo sasa. Feli na Shau walilia sana. Hicho ndicho cha kwanza. Baba Feli aliwatuliza wenzake walionekanika kwenye kioo cha simu. Aliingia chumbani ili kuongea nao kwa utulivu bila mafarakano. Amjambo wanangu. Kwa busara Baba Feli aliwasalimia kina Feli. Hatujambo baba, ila sio kwema, tulivamiwa, tumepoteza kila kitu, kama hivyo tumebaki sisi tu, alisema Feli kwa kilia. Ubalozi ulitupa taarifa za vifo wenzenu na taarifa za kushangaza kwetu. Kipi kilitokea? Ubalozini? Feli na Shau wote waliuliza kwa mshangao. Baba Groli alipokea taarifa za kifo cha mwanae Groli kutoka kwa uongozi wa Bamba Apartments, kisha mwili ukasafirishwa ukafika leo usiku. Maiti imesafirishwa na ubalozi, ila wametuambia kwamba nyie mlikuwa mnajihusisha na ugaidi na kuuza madawa kulevya.
Hivyo Glory kafa kwa mpigo ya bunduki yenu ya kigaidi baada ya kudhulumiana madawa ndani ya chumba. Ila Aisha, Maria na Lena wamekufa kwenye mapambano na majeshi ya usalama ya Faja. Tena wamepigwa na mabomu. Huo ni uongo baba. Na hili jambo ni zito, ameamua kutuvesha kesi nzito zaidi. Subiri kwanza, mpo wapi sasa? Hapa tupo Ambasa, hichi kijiji kinaitwa Keta, tuenda kwenda Njaro. Sawa, najua hayo yaliyosemwa na ubalozi sio kweli. Cha kufanya, fikeni ubalozi wa Sayadi hapo Njaro. Kisha sisi tutawasiliana na ubalozi, mtarudishwa Sayadi. Tutaongea zaidi mkifika. Kwenye simu sio salama sana. Sawa baba. Shauna Felo alielewa maelezo ya mzee huyo. Upande mwingine, Sayadi. Taarifa zilifika za kifo cha Glory kwenye familia yake. Ilikuwa ni rahisi kupata taarifa kwa sababu akina Felo walikuwa wametoa namba za simu za watu wao muhimu wote wa pale Bamba Apartments. Hiyo ndio ilikuwa ni sheria ya wanafunzi wa Ronda Field. Taarifa zilizochanganya familia hiyo, ila kulikuwa na mabinti wengine hawakujulikana walipo. Taarifa hizi zikazidi kuchanganya familia za mabinti wale. Mwili wa Glory kafika usiku mida ya saa 2 hivi. Familia nazo zikawa zimefika kupata maelezo zaidi. Ukumbi wa mapokezi wa ubalozi wa Faja nchini Sayadi ulikuwa kimya cha kipekee. Viti vya mbao vyenye alama ya taifa la Sayadi vilikuwa vimeketiwa na nyuso za huzuni. Wazazi wa wasichana 6 waliokuwa wametumwa kwa field ya kitaalamu nchini Faja walikuwa wamekaa kimya. Macho yalikuwa yanatazama sehemu moja mezani ambapo maofisa wa ubalozi walikuwa wameketi wenye nyuso zisizosomeka. Mwili wa Glory umefika mida sio mingi sana ndani ya jeneza lililokuwa limefungwa na kufungwa kwa mihuri ya haraka. Hawakuruhusiwa kufungua, walisema maelezo ya usalama wa taifa. Lakini huzuni pekee haikutosha. Hasira, maswali na shaka vilianza kutamalaki. Mzee Makopo, baba wa Shauni, alisimama taratibu, mikono mitupu, akiwa amekaza kiuno chake. Alimkazia macho yule afisa mkuu wa ubalozi, kisha akauliza kwa sauti yenye ujasiri wa mzee wa kijiji, "Nauliza tena, mnasema watoto wetu walikuwa magaidi, wauza madawa. Mbona mpaka sasa hivi hatuna taarifa yote rasmi ya vyombo vya usalama vya nchi ya Faja? Hakuna vyombo vya habari vya ndani wala ripoti za serikali ya Faja zinazotaja tukio hilo. Kwa nini?" Afisa huyo alikunja uso kisha akasema, "Sisi tunapokea taarifa kutoka taasisi za kimataifa za usalama. Hatuwezi kufafanua kila undani kwa sababu ya ulinzi wa kitaifa." Mzee Kombo ambaye alikuwa ametikisa kichwa kugomea jambo hilo huku akiwa na uso wa mashaka. "Sawa, lakini mbona mwili wa Glory umefika haraka hivi? Mnadai alikufa kwenye mapambano ya kigaidi. Je, ni kawaida maiti ya gaidi irudishwe tu hivi bila uchunguzi wa ndani wa serikali ya Faja? Mnatushika akili zetu au vipi?" akauliza kwa mashaka makubwa sana mzee Kombo. Mamake Glory machozi yalimtoka, alizungumza, "Mtoto wangu hakuwa gaidi, alikuwa msomi, msichana mpole." Hani matusi kwa maisha yake na kwa kila mzazi aliyeketi hapa. Waliohudhuria wote walitikisa vichwa, wengine walikuwa wanalia kimya kimya. Afisa mwingine akasimama, akainua mkono kwa ishara ya kutuliza. "Tunaomba mtulie. Serikali ya Sayadi inafanya kila jitihada kupata ukweli. Tafadhali mwe na subira." Mama Shaun alijibu kwa sauti ya maumivu, "Subira iliwaua Glory. Hamtujibu sisi. Mnajibu mamlaka zenu wenyewe. Lakini sisi ni wazazi. Tumewapa watoto wetu elimu na sio silaha." Bado maelezo ya kueleweka mambo yalikuwa ni mengi kutoka kwa maafisa wa ubalozi. Afisa mkuu wa ubalozi alifika. Mzee Kombo alihisi afadhali, maana anafahamiana na mzee huyo ambaye ndiye afisa mkuu. Afisa alitaka watu wote waingie kwenye ukumbi maalumu wa mikutano na sio hapo mapokezi. Watu wote walikaa kwenye viti wakitazamana na maafisa waliopo mbele yao wakiongozwa na afisa mkuu wa ubalozi. Walikuwa wamekaa kimya kwa muda mrefu baada ya kusikiliza taarifa ya awali kuhusu Glory. Majonzi, maswali na hali ya sintofahamu vilikuwa ni kama moshi mzito wa huzuni uliokuwa umetanda ukumbini humo. Afisa mkuu alirudia yale. Afisa mkuu wa ubalozi Bwana Rajman aliongeza kwa kusema, "Waheshimiwa, kwa masuala ya usalama wa taifa na uhusiano wa kimataifa, tunawaonya kwa heshima ya hali ya juu sana. Taarifa zote mlizozisikia hapa leo na mlizoziona kuhusu hawa watoto zisitoke nje ya kuta hizi. Mkitangaza, mkamzungumzia kwenye vyombo vya habari au mitandao, basi maisha wale ambao bado hatujajua kama hao wengine waliobaki yatakuwa kwa hatarini." Ukumbi ulikaa kimya kwa mara ya kwanza. Hata mzee mkali kama mzee Kombo, babake Feri, hakuweza kuropoka haraka. Alimsogelea Jawani polepole, akamkazia macho kisha akasema,
unatishia maisha ya watoto wetu ili kuficha ukweli ambao hatujui. Kazi yenu kuwaokoa na sio kutufunga midomo. Kama kweli walihusika na ugaidi, mbona hakuna ushahidi? Hata hawajulikani huko alipo, unatuambiaje tutulie? Rajman akajibu kwa sauti ya kudhibiti hali. Taarifa zao ni classified. Kama kweli mnataka waokoke basi mtulie. Wanaweza kupatikanika lakini msitoe kauli yote hadharani. Mamake Maria machozi alimbubujika, alilia kimya kimya, akamshika mume wake mkono. Hakuwa na cha kusema. Walijua wamenyimwa haki ya kupigania watoto wao. Mara mlango wa ukumbi kwa umefunguliwa kama ameingia afisa msaidizi akiwa na makablasha ya dharura. Akamnong'oneza Rajman kisha akamepewa ishara ya kueleza familia. Afisa yake akasema, "Hakuna taarifa mpya. Majina matatu mengine yamepatikana kwenye ripoti rasmi. Aisha, Maria na Lena wamefariki dunia katika kile kinachoelezwa kwamba ni mapambano kati ya wao na majeshi ya usalama ya Faja. Walikuwa kwenye kikundi cha wapiganaji waliokuwa na silaha na mabomu ya kutegwa." Ukumbi mzima ukome shikwa na butwa. Mamake Aisha alizimia hapo hapo. Baba Lena alirusha kiti kwa sila. Mzee Makopa alibaki kinywa wazi, alishika kichwa. Mabomu, silaha, watoto wetu walikuwa kwenye fridi ya chuo. Asa wamegeuka magaidi. Hizi ni hadithi za kupika, mnatuficha nini? Alalamika Mzee Kombo kwa sauti kali sana. Mzee Kombo matumaini yake ya kupata msaada wa Rajman kwa Rajman ambaye alikuwa anafahamiana naye na kuheshimiana naye katika kabisa. Talintete, tunasikitika sana. Maafisa wa ubalozi wetu pamoja na usalama wa taifa wanachunguza hilo swala. Naomba muende mkatulie, ripoti zaidi zitawasilishwa kwa familia baadaye, alisema Rajman huku akiwa yuko serious sana. Mwili wa Glory ulikuwa umewekwa ndani ya gari la familia yake, ila hawakuridhia kabisa kuupeleka moja kwa moja makaburini. Mzee wa familia Glory alitoa tamko, "Hatuziki hadi tupate ukweli wa wenzao wote. Hatufanyi msiba wa haraka. Huu sio mwili wa kawaida, huu ni ushahidi." Familia zilitoka kwa maumivu na ghadhabu, na tamaa yao kupata ukweli haikufa bali iliwaka moto zaidi. Nyumbani kwa Mzee Kombo hali ilikuwa ni kimya kizito, kama vile upepo wa huzuni uliokuwa umejaa kila kona ya sebule kubwa iliyokuwa imewakutanisha wazazi wote wa wasichana waliokwenda Faja kwa ajili ya Ferdi. Mzee Kombo alikuwa ameketi kwenye kiti chake cha mbao kilichozungukwa na miguu ya chuma. Pembeni yake alikuwa Mafeli, macho yakiwa mekundu kwa kulia mfululizo. Mzee Makopa babake na Shau alisimama kwa mikono mifupi alikuwa amekunja kifuani. Aliangalia sakafu kana kwamba kuna majibu yalikuwa yameandikwa chini. Vitu vingine vilikuwa vimekaliwa na baba na mama Glory, baba Maria, mama Aisha na Mzee Mkunazi, babu yake na Lena. Sebule ilikuwa na hewa nzito ya wasiwasi, huzuni na hasira. Madam Mzee Kombo kavunja ukimya. "Tumekaa kimya muda mrefu. Ubalozi umetuficha habari. Polisi huko Faja wamenyamaza. Na taarifa zenyewe ni za kujichanganya sana. Lazima tufikie uamuzi." Mama Aisha kwa sauti dhaifu akasema, "Walituambia watoto wetu ni magaidi wauza madawa, lakini hakuna hata picha, hakuna ushahidi, hakuna kesi, hakuna hata chanzo cha hayo madai." Mzee Makopa aliongezea kwa sauti nzito, "Hatuwezi tena kukaa kusubiri. Tusikie watoto wetu wakiwa wamelipuliwa na mabomu kana kwamba sio binadamu. Hawa watoto walikuwa na ndoto, walikuwa hapo kwenye fridi ya chuo. Inamaanisha kuna kitu hapa ambacho kimetokea ambacho sisi hatujui." Kisha baba Glory akaongezea, "Hili ni fumbo, na fumbo haliwezi kuvunjika kwa kukaa na kulia. Lazima tulifuate mpaka mwisho. Ikiwezekanika tukodi mwanasheria, tukabiliane na ubalozi na taasisi za haki za binadamu." Wote walitikisa vichwa, joto la maamuzi lilikuwa limewaka. Mzee Kombo akasema tena, "Kesho asubuhi twende kituo kikuu cha polisi. Tukalipoti tukio rasmi. Sio vifo tu bali pia kupotea kwa Ferisha na Shaume. Tuanzishe jalada la upotevu wa watu, tuwapelekee kila taarifa tulizonazo." Wote wakubaliana, kisha ukatokea ukimya wa ghafla hadi Mafeli alipokuwa mwenye simu yake iliyokuwa inapiga kelele kwa kuita. Akatizama kwa sekunde kadhaa. Aliona namba ngeni ikiwa na kodi za taifa la Ambaza. Alipokea kwa haraka sana akitamani awe ni mwanae Feli alikuwa anampigia. Macho yakianza kujaa machozi ghafla na mshtuko wa frakdo. "Jamani Feli, umepiga?" Uondo ule muda Feli na Shao walipokuwa wamepiga simu hiyo. Upande mwingine, ndani ya jumba moja la kifahari, jumba la Jabali tajiri nambari 1 nchini Sayadi,
Ila jumba hilo la kifahari mno lilikuwa na jambo lake la siri lilopo kando ya bahari ya Saya. Jumba lilikuwa lina ulinzi mkali, walinzi wenye silaha nzito za kivita na mafunzo ya juu ya mapigano. Jumba hilo lilikuwa linalindwa masaa 24. Ndani ya chumba kimoja cha mikutano walikuwa watu watatu: Jabali Kigosi mwenyewe, Tau Khalfan mkuu wa majeshi wa Sayadi, na Keni Avumba waziri mkuu. Hao ndio wanaume watatu waliokuwa wamehusika kumbaka na kumua mrembo Adelia na Jasmine, rafiki zao na kina Feri na Shao. Mbona kama vile tuna mzaha na hili jambo? Unajua ni hatari. Nimepata taarifa kutoka ubalozini kuwa familia za wale mabinti zimechichamaa. Halafu bado kuna mabinti wako hai, ilitakiwa wao wameshakufa ili kuzima kabisa hili swala. Jabari aliongea kwa msitizo akitazama wenzake, mkuu wa majeshi na huyo waziri mkuu. Hizo familia hazitusumbui kwa sababu kila watakapokuwa wanaenda kuna watu wetu na wako macho kwenye kila hatua. Ila pia watu wetu wako macho muda wote. Leo asubuhi wale mabinti wamepiga simu kwa mama yao. Tuna mifumo yote ya mawasiliano na wanafamilia yao. Kwa hiyo tumeona simu ya video call WhatsApp na tumetambua kwamba wapo nchini Ambasa na wanaelekea Njaro ubalozini. Maelezo ya Tau mkuu wa majeshi yalifanya hofu ya Jabari na Keni zipungue. Hapo ndio maana waga na kukubali sana. Hiyo nafasi yako ukipata kwa bahati mbaya bwana Tau. Sasa nini kifuatacho? Akauliza Jabari. Hapa kinachofuata ni kuwakamata tu. Waoneshe ushahidi, watoto uteketeze mara moja kisha waue. Halafu hizi familia zao kama zina kamdomo sana nazo tunaua zote. Huko Ambasa kuna watu wa kuua mabinti? Akauliza bwana Keni. Anyie kumbe mnanichukulia poa sana eti? Nina watu kila mahali mpaka Muyunashi na Hanaka, tuna watu wetu kote huko. Ila watu wa kazi wa kuaminika tunao hapa. Japo watu hatari zaidi tunao Muyunashi na Hanaka kutokana na sifa za nchi hizo kuwa na watu hatari zaidi. Kuhusu hao mabinti, kuisha habari yao. Jabari alipiga makofi kumpongeza Tau na Keni naye alimpongeza Jabari. Upande mwingine, Shau na Feri walipata sehemu bafu wakaoga na kubadilisha nguo mpya walizokuwa wamenunua. Wakanunua nguo kiasi pamoja na mabegi. Kisha waliingia kwenye gari na safari ilikuwa imeanza mida ya 2:30. Walilala mwanzo hadi mwisho wa safari kwa sababu ya uchovu na kutokulala usiku mzima. Gari kafika Njaro stendi kuu mida ya saa 6 mchana. Walishuka kisha wakatoka ndani ya kituo. Walipanga kodi taksi ya kuwapeleka hadi ubalozini. Ila kwanza walikuwa wameenda kutafuta maji ya kunywa kwenye duka la vinywaji. Wakaelekea kwenye duka la maji. Gari jeupe la polisi aina Land Cruiser likali limesimama ghafla mbele yao, magurudumu yakimwaga vumbi la barabarani. Mlango wa nyuma ukafunguliwa kwa nguvu na askari wanne waliovaa sare nzito na silaha nzito walishuka haraka sana. Mmoja alipiga kelele, "Simameni hapo hapo. Nyinyi ili mnatumiwa kwa ugaidi na mauaji ya askari mpakani." Feri na Shau walishangaa sana. Macho yalikuwa yamejaa hofu na hasira. Shau alijaribu kuuliza, "Lakini hatujafanya." Hakumaliza akasukuma kwa nguvu hadi kwenye gari. Feri pia akafungwa pingu na kulazimishwa kuingia ndani. Gari likaondoka kwa kasi likikata kona ya vichochoro bila hata kuelewa anapelekwa wapi. Lakini baada ya kupelekwa kituoni, gari lilikuwa limeanza kuchukua njia vichakani. Barabara ya udongo ilikuwa na miti mikubwa huku ukimya ukiwa mzito sana. Feri na Shau walizidi kupatwa na hofu, mioyo ikiwaenda kwa kasi hivyo kwa kawaida. Baada ya 20 gari lilikuwa limeingia katikati ya msitu wa Ndululu. Wakasimamishwa mahali penye miiba na vichaka vikubwa. Polisi wakashuka wakaamuru Feri na Shau washuke pia. Kabla hawajahoji chochote kile, wanaume wanne kutokea porini, macho yao yakiwa makali kweli kweli, miili mikubwa na mikono ikiwa na bastola. Feri na Shau walishushwa hapo huku wakiwa wanafunguliwa pingu. Jambazi mmoja alitazama na kutoa tabasamu la kifo. "Kumbe tunafaidi poa, ni warembo hao," alisema jambazi mmoja huku akiwa anakabidhi bahasha kubwa 2 kwa askari mkuu wa kikosi. Mkuu wa kikosi alicheka akiwatazama Feri na Shau kama mawindo mepesi. Mmoja wa polisi akamgeukia Feri na Shau, akaangalia kwa dhihaka kali sana. "Mlifikiri mtaondoka bila kuguswa? Karibuni Ambasa, nchi ya sheria za pesa." Walicheka wote kicheko cha kejeli cha kifo kisha wakaondoka. Wakiliacha ile gari likiwasha vumbi nyuma yao, likiwatupa Feri na Shau mikononi mwa watu wa mwisho waliopaswa kuwaona wakiwa hai. Feri alimtazama Shau, macho yake yakiwa na maswali mengi sana. Lakini kabla hawajasema neno, mmoja wa majambazi alinyanyua bastola juu na kusema kwa sauti nzito, "Kaeni chini."
Feri na Shau walijitupa chini kwa uoga. Mwanaume huyo alikuwa na sura ya kutisha yenye makovu. Akanyua simu yake na kumpigia mtu kupitia video call. Simu ikapokelewa na Tau mwenyewe. "Bosi, tumewapata," alisema mwanaume huyo. "Wape simu," alisema Tau akionekanika kwenye kioo cha simu na sauti yake ikasikika vyema. Feri akapokea simu, mikono ikitetemeka. Kwenye kioo cha simu alikutana na sura ya Tau ikiwa iko serious sana. "Kabizini simu yenye zile video kwa hao watu," sauti ya mamlaka ikaamrisha. "Simu zimeripuka kwenye gari." Feri akaongea kwa wasiwasi na hofu akitetemeka. "Msinijaribu nyie malaya. Nataka simu yenye ushahidi. Hatuna kweli kila kitu kililipuka kwenye gari." Shau alichukua simu na kujibu. Yeye kidogo alikuwa na ujasiri wa kuongea katikati ya wanaume wale wanne wenye bastora. Sawa, mpe simu mwenyewe." Yule jambazi kama amechukua simu yake na kupokea maelekezo ya mwisho. "Watese mpaka waseme ulipo ushahidi. Na kama kweli umelipuka waue wao, maana ndio ushahidi uliobakia." Tau alitoa amri hiyo. "Sawa bosi. Mimi waga siongei sana. Naomba ushahidi," alisema jambazi akiwa na uso wa kazi. "Hatuna ulili." Feri hakumaliza maelezo yake, alipiga yowe kubwa baada ya kusikia mlio wa risasi ambayo ilizama kwenye paja lake. "Hai mama! Acha kelele. Tupeni ushahidi. Wewe na kuwa mwenzako nimemjeruhi." Jambazi huyo alikuwa amenyosha bastola kumwelekezea Shau akiwa yuko serious kupita maelezo. "Mkuu, tuatie kwanza alafu ndo tua." Jambazi alitoa kauli ya kumaliza maneno, alipigwa risasi ya kichwa na jambazi huyo. Kisha aliwatazama wenzake wengine kwa macho makavu. "Kazini ni kazini, sitaki tamaa za kipumbavu. Hii ni kazi ya kuua na sio ngono." Akarudisha bastola uso wa kichwa cha Shau ambaye alizidi kutetemeka baada ya kuona mwanaume kamuua hata mwenzake. Ni wazi hata wao pia walikuwa wanakufa. Feri akazidi kulia kwa maumivu na hofu. Ila ghafla wanaume wawili wakaenda chini. Mmoja kisu kilizama kwenye kifua na mwingine kisu kilizama kwenye shingo. Mwanaume aliyerusha visu alikuwa hewani akimjia jambazi mkuu. Mwanaume aliyekuwa na begi kubwa mgongoni na sura yake ilikuwa imefichwa kwa kitambaa. Moyo wa msafiri. Jambazi alinyosha bastola kumpiga mwanaume huyo, ila sekunde chache alizotumia kushangaa wenzake wanaanguka ndizo ilimponza. Mguu wa mwanaume huyo ulifyatuka kwa kasi na kupiga mkono wenye bastola ikadondokea pembeni. Mwanaume alitua kwa kusimama kama vile alikuwepo hapo muda mrefu. Alitazama Shau na Feri aliyekuwa anavuja damu nyingi kwenye mguu. Mwanaume alitikisa kichwa kusikitika. Muda huo ngumi zilimjia kutoka yule jambazi. Mwanaume alipangua ngumi nyingine ikamjia usawa kifua, akaipangua na hiyo, ila ilimrudisha nyuma kwa hatua 4, maana ilikuwa ni nzito sana. "Wewe mchele umetokea wapi? Onyesha sura kabla sijakuua." Mwanaume huyo alifungua kitambaa akiwa sio mwingine bali ni Yurian Obafemi. Yuri. Shau alimshangaa na kufurahia sana, maana alikumbuka msaada wa Yuri. Hata Feri naye alipata afueni. Kumbe ni katoto kabisa. Basi acha maneno, basi unapoteza muda. Jambazi alimwendea Yuli na teke, ila Yuli kwa kasi ya ajabu alidaka mguu na kisha Yuli akashusha ngumi nzito iliyotoa kwenye paja la jambazi hadi mfupa ukachomokea nyuma ya paja ukiwa umevunjika. Jambazi alipiga kelele, ila ngumi nzito ya mdomo ilimtuliza kelele zake. Kisha Yuli kikatili sana alingoa mfupa huo kwenye paja na kuusindilia kwenye shingo ya mwanaume huyo bila hata huruma. Jambazi ilienda chini kama mzigo, damu nyingi zikimwagika kwenye paja la shingoni. Hata Shau alibaki anatetemeka. Jambazi aliuawa kikatili kupita maelezo, ila Feri kwake aliona ni sawa mshenzi kama huyo kufa namna hiyo. Yule akamsogelea Feri kisha akashusha begi lake na kutoa kiboksi cha huduma ya kwanza, au tuseme kiboksi cha matibabu, boksi yenye vifaa tiba vya asili. Kwa haraka sana aliwasha moto kwa kuni kiberiti alikuwa nacho. Shau alikuwa anatizama tu kwa mshangao bila hata neno. Feri moyoni mwake aliamini mvuvi ni msaada wake. Alichomoa sindano 5 ndogo ndogo za asili kisha akamtaka Feri alale chini. Feri hakuwa mbisha wa mwi. Lala chali. Kisha akamchoma vile sindano vidogo vidogo kwenye sehemu anazojua yeye ili kumpa ganzi Feri. Baada ya kuhakikisha mwili wa Feri umeshikwa na ganzi ya asili, Yuli alianza kazi. Alifungua kipande cha chuma kidogo kilichokuwa kimechongwa na msumeno wa kijadi, akitumbukiza kwenye moto kidogo hivi ili kuua bakteria. Kisha alikitumbukiza ndani ya mafuta ya jani la mlaza ambayo huzuia mishipa kusambaza sumu ya risasi. Kwa ustadi wa jeshi poli na ukimya wa kitabibu, alipasua ngozi ya Feri taratibu hadi kuiona risasi. Alichomoa kwa haraka
haraka bila hata kuharibu misuli mingine. Damu ilianza kutoka kama mto, lakini Yuri hakushtuka. Alitoa kipande cha mizizi ya ngamilo, mizizi miekundu ambayo huaga kama gundi ya mishipa. Alichanganya na kasana mafuta ya majoka kisha akaiweka juu ya jeraha. Akaibana na uzi wa nyuzi wa nyoka aliyezaliwa na kufa siku hiyo. Hiyo kimani, huo ndo uzi wa kuziba jeraha lisilozilika. Dakika 5 baadaye damu ikawa imesimama. Hakukuwa na uvimbe wala maumivu. Mapigo ya moyo Feli yakawa ya kawaida sana. Yule akamtazama Shao. Atapona, lakini akitumia nguvu kabla ya siku 3 jeraha litafunguka. Shao alinyamaza, machozi yalikuwa yanamlengalenga tu, sio kwa hofu hapana, bali kwa mshangao. Yule aliyedhalauliwa na Feli ndiye aliyeokoa uhai wao mara 2 na sasa akawa tabibu wa roho. Yule alirudisha vitu vyake kwenye begi. Asante sana kakaangu. Kwa mara ya kwanza kabisa Feli alimshukuru Yule. Yule alimaliza kuweka vitu vyake kwenye begi bila kujibu, kisha akachukua visu vyake kwenye miili ya majambazi. Hawatu lazima wana gari, ngoja nitafute, alisema Yule. Kwa kuwa anatoka na begi lake, alikatiza kichaka kimoja tu akakutana na gari. Akarudi na kuchukua funguo kwenye mfuko wa yule jambazi mkuu aliyekuwa amekufa, kisha akambeba Feli. Tuondoke, gari limeliona, Yule alimwambia Shao, na akaondoka kambeba Feli. Alienda kumweka kwenye siti ya nyuma ili Feli ajilaze kwa kunyosha mguu, kisha yeye na Shao walikaa mbele na safari ikawa imeanza kwa mwendo ambao sio wa kasi sana kwa sababu ya Feli. Asante sana, umekuwa msaada wetu mara nyingi, alisema Shao akiwa hana neno zaidi la kusema. Usijali, umejuaje kama tuko kwenye matatizo na tuko pale? Shao akauliza. Ugaliko linaenda. Nitoa kule shamba na pikipiki la kijana wale wakulima. Tulifika stendi kipindi nyie mkiwa mnauza hereni zenu. Niliwafuatilia kwa ukaribu sana hadi pale mlipokuwa mnaongea na simu, na ndisi huenda simu ikawaingiza talini, na ni kweli. Simu kutuingiza talini kivipi? Shao aliuliza kwa mshangao. Yule alikumbuka maneno ya mwanaume yule wa shambani ambaye jina lake ni Hajawa. Sijui kwa majina, ila naona maadui hawa wanataka kuwaua wanawake wale, na ndo ambao walisababisha ajali ya ndege ili babako na mkewe na wewe mfe. Haikuwa ajali ya kawaida, ni watu walikuwa wanataka kumpoteza babako. Sioni sura wala majina, ila nimeliona hilo. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine vita hii inakuhusu. Watu ni watu wazito sana, japo sioni nafasi zao, ila ni wakubwa sana ndani ya nchi. Alikumbuka Yule libaki nalo tu moyoni. Nilijua kutokana nilihisi huenda simu ikawa ni kitu cha nyie kuwapa taarifa maadui zenu, kwa sababu kama maadui ni watu wa system, ni rahisi sana kudukua simu za watu wenu wa karibu ili mkiwapigia nao pia wapate mawasiliano yenu. Na nilisikia jinsi mlikuwa mnaongea bila hata kutumia kodi zote zile za kuficha utambulisho wa mahali mlipo. Nilihisi kabisa ni hatari. Kama unataka kuona unaweza kutumia mpaka askari, na maana kwamba wana nguvu sana. Na issue inapigwa kimya kimya, haijatoka kwenye vyombo vya habari. Ina maana kwamba wanataka kuimaliza chini kwa chini. Asa kwa nini hukutishtua jamani? Hamna, sikutaka. Kwa sababu sikuwa na uhakika. Pia sihitaji kujua sababu zenu za kutaka kuuawa, na ndo maana na waacha tu. Ila asante sana, umetusaidia kwenye kifo mara 2 sasa. Yule alisimamisha gari maeneo ya poli, ila sio kubwa sana, ni mbali na pale alipokuwa ametoka. Alishuka na kufungua mlango wa nyuma, akatazama jeraha la Feli, kisha akatoa chupa ndogo yenye kimiminika akaweka karibu na mkono wa Feli. Hii dawa utamwagia kwenye jeraha ukiwa unajisafisha, Yule alisema, kisha kama amesogea hatua 10 kutoka lilipo gari, ila alikuwa anasikia kizungumza. Mimi nawaacha muende, ila mwe makini, msitumie simu kuwasiliana na ndugu zenu, kwa sababu simu za watu wenu wa karibu huenda zimedukuliwa. Ndio mnapatwa kirahisi, kwa sababu wenyewe ndipo mlipo direction ya kuwapata. Pia msitumie viwanja vya ndege, ni kutafuta kifo. Njia barabara kidogo ndo njia salama, japo sio uhakika sana, alisema Yule na kuanza kuondoka zake. Kwa nini natuacha lakini? Shao alimuuliza Yule akiwa anatoka kwenye gari. Alimuuliza kwa mshangao, anatia huruma. Rafiki yako hataki kuongozana na mimi tokea kule. Sasa mimi mtu aliyenikuta tu juu kwa juu nisiwe chanzo cha kumkosesha mmoja wenu furaha, alisema Yule kwa kanatembea taratibu kuondoka. Mkaka, sorry. Naomba nisamee, najua nilikukosea, naomba radhi. Samahani sana, alisema Feli kwa sauti ya kinyonge yenye kuomba kwa dhati, ila Yule hakuzingatia. Shao alimkimbilia Yule na kumtinga kwa mbele, 0 distance. Tunakuomba usituache hivi, tusindikize mpaka sehemu salama, alisema Shao akiwa yuko mbele ya Yule 0 distance.
Ila kumtazama machoni Shau kwa sekunde kadhaa mpaka Shau alihisi aibu na kujishtukia, karudi nyuma kidogo. Kitu kipi ambacho aligundua Shau ni kwamba kijana huyo mvuvi alikuwa ni mzuri sana wa sura, ila ni maisha tu na jua kali la baharini ndilo ambalo lilimfubaza. Samahani kaka mvuvi, kwa dharau zangu, maneno yangu na tabia zangu. Ulitusaidia kule mpakani, nilikupuuza. Ukanisaidia tena kwa chakula na pale kwa wale wakulima, nikakudharau zaidi. Lakini leo umetutoa tena kwenye kifo. Umenitibu na bado hujanifokea. Maneno alikuwa ameongea Feli aliyekuwa amesimama kwa kujichemea hatua chache nyuma ya Yuri. Alimwahi na kumbeba akamrudisha kwenye gari. Wewe ni mpuzi sana. Inatakiwa utulie huo mguu uendelee kupona. Hizi dawa zinafanya kazi haraka sana. Si ndio maana nahisi nafuu. Naomba upokee msamaha wangu. Feli alizungumza kwa sauti kuomba sana huku akiwa kashika mkono wa Yuri. Mimi ni msafiri wa kweli. Hachukii dharau za wasafiri wenzake. Njia niliyotoka ilinifundisha kwamba si kila mtu huona thamani yako kwa mara ya kwanza, lakini moyo wa msafiri haubebi kinyongo. Feli machozi yalimtilika kimya akiwa anamtazama Yuri. Nimejifunza kutoka kwako. Kutoka kwenye maumivu, sikujua kuelewa mapema. Lakini sasa najua. Nilitaka ulinzi bila heshima, msaada bila shukrani. Leo nimejua moyo wa msafiri huanza kwa unyenyekevu. Yuri alitabasamu kwa upole, akaweka mkono wake begani kwa Feli. Bora umeelewa. Safari yetu bado ni ndefu sana, lakini moyo wako umeanza kuwa tayari. Hapo ndipo mwanzo wa kweli wa msafiri. Haya, tuondokeni sasa. Wakarudi kwenye gari na kuendelea na safari, mbele wakiwa Yuri na Shau kama kawaida, na Feli akiwa yuko nyuma, ila alikuwa anapata nafuu kwa kasi. Dawa za Yuri zilikuwa zinafanya kazi haraka sana. Unaitwa nani kaka? Sabanda lakini. Shau alimuuliza Yuri. Mimi naitwa Yurian. Jina zuri. Mimi naitwa Shauni na huyo mwenzangu anaitwa Ferisha. Ila wengi hupenda kutuita Shau na Feri. Sisi ni marafiki watokea utotoni. Majirani mazuri kama wenyewe mlivyo wazuri, alisema Yuri. Haya bwana. Kwa nini unaenda wapi? Safari yangu ni ya kwenda Sayadi. Sayadi? Mbona si unaenda Sayadi? Najua kwa sababu niliambiwa kama mnatokea Sayadi na mlikuwa mmekuja Faja kwa Feli, kwa sasa natambua kama mnarudi Sayadi. Kumbe sasa wewe Sayadi unaenda kufanya nini? Waga sipendi kuulizwa hilo swali, lakini kwa kuwa tuko pamoja kwenye barabara hii hapa ya hatari, naona hakuna haja ya kuendelea kuwa kivuli. Akiwa bado macho barabarani, Yuli alianza kuelezea. Mimi nilizaliwa Sayadi, familia yangu ni ya Obafemi. Nilipokuwa na miaka 14 tulikuwa tupo kwenye ndege, mimi na wazazi wangu. Ndege ilipata ajali juu ya bahari. Wao walinipa parachuti na kunirusha, wakabaki ndani. Si kama waliokoka, lakini mimi nilipelekwa na maji upande mwingine wa nchi. Niliokotwa na wazee wawili wa Faja na nikalelewa kule miaka 10, maisha ya msituni na barabarani ya vita na kujifunza. Akatulia kidogo, akageuka na kutazama Shau kwa sekunde chache. Sasa hivi safari yangu ni moja, kurudi nyumbani Sayadi. Nilitaka kurudi kimya, lakini nyie mmeingia kwenye safari hii, naona hatari mbele yenu. Sauti ya dhamira ilikuwa kali sana kuliko mipango yangu. Japo nyie nimeongeza ugumu wa safari, la tayari nahisi ni wangu mnanihusu. Sio kwa sababu tu tunatoka taifa moja, ila moyo wa msafiri hauwezi kuacha mtu afie njiani. Kimya kifupi kilitawala. Shau alinyamaza, macho yake kana mtazama Yuli kwa heshima mpya. Ghafla sauti ya Feli kasikika taratibu kutoka nyuma, sauti ya mshangao changanyikeni na kiwewe cha ndani. Yuriani, Obafemi? Yuli akaangalia kwenye kioo cha nyuma. Ndio, kuna shida Feri? Feri alikaa sawa taratibu, akainua kichwa chake. Mira Obafemi alikuwa mwanafunzi mwenzetu Habanga University, ila akamaliza mwaka uliopita. Alikuwa anasema kila wakati kuhusu mdogo wake aliyepotea kwenye ajali ya ndege. Alisema wazazi wake waliokoka na bado anaamini mdogo wao yuko hai. Anaitwa Yurian. Macho shaka mgekea Yurian kwa mshangao zaidi tena. Ni kweli, hata mimi nimekumbuka sasa. Yuri alishangaa sana huku akiwa na furaha kwa kiasi. Basi ni kweli kuna kusudi la ninyi kuwa na mimi kwenye safari. Basi kama ndivyo, ni wakati sasa wa kurudi nyumbani kwa jina langu kamili, Yurian Ibrahim Obafemi. Safari sasa ikawa na maana zaidi, sio kwa Yuri tu bali hata kwa Feri na Shau.
Waligundua kuwa hawako tu na msafiri wa kawaida, bali ni sehemu ya historia ambayo dunia ilikuwa imesahau. Stori zikazidi kuwa nyingi na kunoga ndani ya gari. Tunaelekea wapi sasa? Akauliza Shao. Tunaenda maeneo ya Kori. Huko ni jangwani, ila tukimaliza jangwa kuna mto mmoja. Ni maajabu ya mwisho ya jangwa kuna mto. Haya, sasa tukivuka huo mto wenye mamba wengi wakali, ujue kama tumevuka mpaka. Tutakuwa ndani ya nchi ya Kisweta, ndani ya msitu wa Kioba. Jamani, mamba tena. Sisi tunapita vipi kwenye mto wa mamba wakali, au kuna boti? Aliuliza Feri kutokea nyuma. Hakuna boti. Hapo urahisi ni kwamba hatukaguliwi na mtu yoyote yule, ila ugumu ni jinsi ya kupita. Lakini lazima tufike hapo, tutajua jinsi ya kupita. Halafu naongea kawaida kabisa wakati mambo ni hatari ya kuacha maisha kuwa chakula chao, alisema Shao kwa mshangao. Asio hatari ya mambo, ila hadi kumaliza hilo jangwa ni kipengele. Kuna magaidi wengi hatari sana ambao hawacheki na mtu, hawacheki na yote. Hakuna njia nyingine yule? Akauliza Feri. Hiyo ndio njia nyepesi kwa sababu haina kutukagua. Msikilizaji, huo ndio moyo wa msafiri. Simulizi yetu ni moyo wa msafiri. Director Owen kutoka hapa Simulizi Mixi ndo ambaye niko nyuma ya mic kuletea simulizi, na tumeanza hivyo katika sehemu ya kwanza. Kuwa nami mpaka mwisho, na kukumbusha tu hakikisha unawahi kusikiliza msikilizaji, kwa sababu taratibu wetu ni ule ule. Kwa simulizi tamu kama hizi zikifika mwisho, basi unakuta sehemu zitapotea nyingine YouTube, itabidi zipate kupitia WhatsApp nambari 0677062012. Lakini nje hapo VIP wala tunasikiliza kupitia WhatsApp kwa kuchangia kiasi kidogo, basi sasa hivi njoo WhatsApp unakuwa unaipata simulizi mpaka mwisho kabisa bila kusubiri. 0677062012. Twende na moyo wa msafiri. Ndio kwanza tunaanza mkakati wa kuiacha nchi ya kwanza, lakini kabla ya kuiacha nchi ya kwanza kabisa kati ya nchi 8, tunatakiwa tupite katika jangwa. Hilo jangwa lina magaidi na mafezodi ya kila aina, wanyama wa kutisha na mejusi wala watu sijui. Lakini mbele zaidi tunakutana na mto ambao uko baada ya jangwa. Sijui unatoa maji wapi, lakini na mamba wengi. Inabidi tuvuke huo mto kwenda upande wa pili. Raha ni kwamba tukaguliwi, hakuna kulipua tu mipakani. Sawa, tutakuwa tumeingia nchi ya pili kati ya 8, zinabakia nchi 6. Tutapitaje kote huko? Tuko na msafiri mwenye moyo wake safi, anakuambia kwamba msafiri hawezi kuacha msafiri mwenzake njiani, lazima afike naye mwisho wa safari. Je, watafika wote wakiwa salama? Tukutane katika sehemu ya pili kujua nini kinaendelea. Hussein Vumbi ndo mtunzi wa simulizi yetu. Tukutane katika sehemu ijayo. Bye bye.